Na ukaribisha msikilizaji katika sehemu ya 9 ya msimu wa pili, tukiwa tunaelekea mwishoni kwa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Gavin Luka, toleo la 3 na la mwisho kabisa la simulizi za Gavin Luka. Na la mwisho kwa sababu mwisho wa siku tunakwenda kumpoteza Gavin Luka JR, hivyo tunakwenda kupoteza kabisa visasi vinavyohusiana na familia hii. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo Leonela alikuwa yuko na mumewe Jabari Marike Karosi, na walikuwa wanaongea mambo mengi. Mwisho wa siku ni kwamba akawa anasema kwamba niambie kuhusu watu kabla sijakuwa. Akasema nitakupeleka taarifa zote ambazo nazijua kuhusu watu kwa makubaliano maalum. Akamuuliza nahisi kwamba hiyo nafasi ya kukubaliana na jambo na mimi unayo? Naomba uniwe haraka. Aliongea kwa huruma akiwa na meza mate. Alielewa kwamba mwanamke huyo alipanga kuweza kumuua kikatili, hivyo alikuwa na ombi la kufa haraka ili asipate wakati mgumu zaidi. Kwa nini nahisi naweza kufanya hivyo? Kwa sababu taarifa ambazo naenda kukupatia ni taarifa za muhimu sana na nyeti sana kuliko hata unavyoweza kufikiria. Na kusikiliza. Kwanza una siku 2 tu pekee ambazo kwa sasa hivi muda unavyoenda naweza kusema kwamba ni 2 kasoro. Za nini? Tukatumishia hapo msikilizaji. Tunaelekea mwishoni, na mwisho wa simulizi na kwa ni mwanzo wa simulizi nyingine. Fabian Babuya ndo mtunzi director ni kutoka Simulizi Mix ambaye nakusimulia. Haraka tuende kwenye simulizi yetu. Hawa watu hawajapata mzigo ambao ni ile hazina, na kwa sababu nilikuwa nimewaahidi kwamba mzigo nitawapatia, wakawa wamenipa siku 2 kiasi kwamba yakifika masaa 48 hakuna taarifa rasmi, basi wanajitokeza zarani wao wenyewe hapa Tanzania kuja kukufuata kimabavu. Sina hakika, ila naamini kwamba hata wao wanajua kabisa kwamba wewe haujafa, upo hai. Kama upo hai maana yake ni kwamba lazima kwa sasa hivi utakuwa upo kwenye hali ya mshtuko, ukizingatia yale maafa ambayo nimealeta kwako. Kwa hiyo watakuwa wanaamini kwamba itakuwa nafasi nzuri ya kuja kumaliza kazi ambayo imebaki, kwani utakuwa unawatafuta na wao, na kwa hali ya sasa hivi hautakuwa na umakini. Unataka kusemaje? Kwa sababu ingekuwa ni vizuri kama wewe ndiye ambaye ukawashtukiza kabla ya huo muda kufika, ambao na imani mpaka sasa hivi itakuwa imebakia siku 1 na masaa kadhaa tu. Ndio maana umenikuta na mabegi ya pesa muda ule, kwa sababu mimi nilikuwa nataka kutumia huo muda kuweza kutoroka. Nilikuwa nakukwepa wewe ambaye sikutamani tuje kuonana tena, lakini pia nilikuwa nawakimbia hawa watu kwa nilielewa kabisa kwamba kwa kufeli kwangu lazima wangeniua, na ndio maana niliamua kufanya hivi, kwa sababu hata kama wangepata kile ambacho walikuwa nakitaka ni lazima tu wangekuja kuniua tu kwa hapo baadaye. Nahitaji maelezo kamili ya hawa watu na mahali ambako wanapatikana. Mtu ambaye alikuwa anatuelekeza huu mpango ni Wambui Odhiambo, ambaye ni mkurugenzi wa NIS Kenya, na sehemu ambayo huaga anafanyia mambo yake mengi ni ndani ya WO Plaza, ambalo ni jengo lake la siri, na wengi huaga hawajui kama WO ni kifupi cha jina lake. Huyu kama ukimuua utakuwa muunganiko wa mtu ambaye waga anamtuma pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanafanya kazi kwa niaba yake, kwa sababu wao wana taarifa ambazo sio nyingi, lakini pia yeye ana watu wengi kwenye serikali ya Kenya ambao huaga anawatumia kama mawaziri na wabunge kadhaa, lakini hata rais wa Kenya pia yupo kwenye mkono wao. Hivyo hakuna kitu ambacho anaweza kufanya mbele yao. Umesema anayemtuma? Ndio, Wambui ni kibaraka tu. Ila kuna mtu nyuma yake ambaye kwa taarifa ambayo nilizozipata japo hawakutaka kabisa niweze kuzijua ni kwamba bwana huyo ni Mtanzania. Mtanzania? Ndio. Yuko wapi? Mambo yalikoanzia kwa baba yako Mau Forest? Yes. Wewe ulijuaje? Nilitambua kwamba sipaswi kuamini hawa watu kiundani, hivyo nikawa nimeanza kuzitafuta taarifa zao ili kama siku likitokea jambo lote lile niwe najua kwamba naenda kutokea wapi. Una taarifa zipi za huyu mtu? Naweza kusema sijui kiundani, na wala mtu mwenyewe simjui kwa sababu sijawahi kumuona, ila nina historia yake fupi tu ambayo nilipata kwa moja kati ya vijana wake wa karibu ambao nilibahatika kuwateka na baadaye nikawaua. Na kusikiliza. Sababu kubwa ya uwepo wake huyu bwana ni pesa. Hizo pesa babako kama sio uimara wa hii familia, basi mngelikuwa mmezipoteza kwa muda mrefu sana, kwa sababu ni watu wengi sana ambao wanazitaka na kuzitamani. Watu wengi wanaamini kwamba ili uwe na nguvu kubwa ni lazima kwanza uwe na mfuko mzito. Mfuko ukiwa mzito maana yake ni kwamba unaweza kufika mahali popote na kuongea na mtu yote yule. Pesa inafanya watu wakutii na kukuabudu. Pesa inafanya maisha yanakuwa yanazunguka kwenye mkono wako, na hata nyie nguvu kubwa ya kwenda popote ambako mnakuwa mnapataka wanaamini kwamba inaletwa na pesa. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo imefanya pesa iwe inahitajika zaidi kwenye maisha ya watu wengi
na wanajua kabisa kwamba pesa ipo ya kutosha mahali fulani. Hivyo ni uwezo wao tu kuweza kwenda kuibeba na kuondoka nayo, maisha yanakuwa marahisi sana. Binafsi tangu siku ya kwanza napewa taarifa zenu, niliwachukia sana. Kwanza baada ya kujua kwamba babu yako alimua babu yangu ambaye alikuwa mpambanaji haswa na mpaka sasa angelikuwa na jina kubwa. Jambo la pili ni baada ya kuambiwa kwamba sina wazazi kwa sababu ya babako mzazi. Nilitamani niweze kumuua kwa mkono wangu, na siku ile wakati namuona akiwa anakufa kule Loma, nilifurahia moyoni mwangu kwa sababu muaje babangu alifariki, jambo ambalo leo nimetambua kwamba haikuwa kweli. Hivyo hakuna jambo ambalo mpaka muda huu naweza kubadilisha tena. Jambo ambalo lilinitia mimi hasira zaidi ni baada ya kutambua kwamba huenda nilikuwa natakiwa kuwa na nusu ya mali ambazo mpo nazo nyinyi. Nilitakiwa kuwa mmoja kati ya watu ambao wana maisha bora mno, kama sio tajiri zaidi ndani ya bara hili lazima la Afrika. Sababu ilikuwa ni familia yako. Familia yako ilibeba sehemu ambayo ilipaswa kuwa yangu. Hivyo nikajikuta nikiwa napata hasira kila sehemu ambayo nilikuwa nasikia jina la familia yako likiwa linatajwa. Hivyo watu waliponikalisha na kunipatia mpango mzima ulivyo na mambo nilitakiwa kuyafanya, nilikubali haraka sana kwa sababu hii haikuwa vita tu, bali kwangu ilikuwa ni swala la kisasi. Hivyo watu wale walikuwa wanataka kuja kuibeba pesa yote, lakini walikuwa wanaelewa yale ambayo yaliwahi kutokea huko nyuma. Nitakurudisha kwenye zile zama za Natron Vinza. Wengi kabla ya kubadilisha uhalisia wake walimtambua kama Rabinius Mtatilo, ambaye alibadilishwa na babu yako zamani sana huko. Unajua haya maisha ya kuisaka nguvu huaga yanahitaji pia wewe mwenyewe uwe na nguvu kubwa sana ya kuweza kuyafanikisha, na ndio ambavyo Natron alikuwa anafanya haya mambo. Natron alikuwa na washirika wake kadhaa ambao hawakutaka kabisa kufahamika, na mmoja kati ya washirika wake kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Faraji Godfrey. Huyu ndiye ambaye alikuwa ni kijana zaidi kwenye ule mmoja wao au jamii ya The Immortals, ila yeye alikuwa yuko nyuma ya pazia. Kwa nini aliitwa kuwa sehemu ya huu mpango? Ni kwa sababu alikuwa anajuana na watu wengi mno, na alikuwa amezaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na uwezo, japo mpaka leo haifahamiki ilikuwa ni familia ya wapi. Hivyo alikuwa sehemu kubwa sana ya watu wa pesa. Kwa kwake nyuma ya pazia kulifanya wenzake wote kuuawa na Natron, ila yeye alibaki hai kwa sababu alikuwa ni muhimu kwake, kwani ndiye alikuwa mfadhili wake mkubwa. Hivyo wakati baba yako akiwa anaenda kuwaua wale, huyo alibaki hai. Aliishi na hakufia kwenye lile jengo kule Gamboni. Baada ya pale aliona hatari kubwa sana ambayo ilikuwepo. Aliona haja ya kukaa mbali na mambo haya apate mpango mwingine wa kuweza kurudi nao, kwa sababu hakuwa tayari kuweza kuona jambo hilo likiwa linapita hivi kirahisi, kwa sababu pia alikuwa na familia na ya mke mmoja na mtoto mmoja wa kiume, wakati hata wewe hujazaliwa, na huyo mtoto wake kwa wewe anaweza kukuzidi miaka 10 mpaka 15 kama hesabu zangu zitakuwa. Jabali akawa anaendelea kutoa historia hiyo, Lionela akawa amemkatisha. Huyo mtoto mpaka sasa hivi yuko wapi? Unapaswa kunisikiliza kwanza kwa sababu utajua kila kitu. Baada ya ile maisha alikaa kando. Kukaa kando haikuwa kwa sababu eti ya kukata tamaa, hapana. La hasha. Bali aliona aina ya nguvu ambazo alikuwa nazo baba yako, na aliambiwa kabisa kwamba hizo nguvu zitaenda mpaka kwa mtoto wake. Kwa hiyo alikuwa na kazi ya ziada ya kuweza kuifanya mbele yake, na ndio maana akawa amepotea kwa muda ambao haukuwa unajulikana. Muda wote ambao alikuwa amepotea haikuwa kazi bure, bali alikuwa anatengeneza watu na mfumo mkubwa sana wa kuweza kuja kupambana na hii familia. Na alikaa kando kwa mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea baadaye, kwa sababu hakutaka kuja kutambulika kirahisi namna hiyo. Maisha yake aliyatumia kutengeneza mijitu ya ajabu na ya kutisha, akiwa naamini kwamba lazima angerudi tena na kuja kubeba kila kitu. Wakati huo alikuwa anavizia kwamba kama kuna mtu mwingine hapa katikati angeweza kuzipata, hususan yule Alejandro, mtoto wa Gustavo Gavalia, basi yeye angemalizana na yule kwa kumuua na kuzipata kirahisi tu. Hayo yote alikuwa anafuatilia kwa ukaribu, na ndio maana aliona kwamba alipoona kwamba yule kijana ameshindwa, basi aliona ni vyema kuweza kukamilisha jambo hilo yeye mwenyewe, ila kwa mahesabu makali sana. Ni miaka 3 sasa tangu wewe uweze kumua Alejandro. Hivyo aliona ni muda sahihi wa yeye kurudi, kwa sababu alikuwa amejipanga kwa kila kitu, na alirudi kwa kuweza kumtumia mkurugenzi wa NIS ambaye ni yeye alimweka kwenye ile nafasi kwa muda mrefu sana ambao umepita, na ndio maana huaga hakunaga mtu mwenye jeuri ya kuweza kumtoa kwenye ile nafasi yake, kwa sababu kila mara anajaribu kuanzisha mijadala ya namna hiyo, basi ni lazima tu awawe hata iweje. Asili jambo ambalo lilikuwa limefanyika kwa miaka mingi sana ambayo imepita,
Wakati yule bwana akiwa anawaandaa watu wake, aligundua kwamba hata yeye mwenyewe umri ulikuwa umeanza kwenda mbio, na siku moja angeweza kuhitaji mtu ambaye angeweza kumwamini hata siku akikosa nguvu. Angelikuwa na uhakika kwamba mtu huyo angelikuwa sehemu kubwa ya maisha yake, na hapo aligundua kwamba mtu wa kuweza kumwamini zaidi alikuwa ni mwanae wa kumzaa. Hapo ndipo alipofanya kosa kubwa sana la maisha yake. Kwanza bwana anadaiwa kwamba alimuua mkewe mwenyewe ili kusiwe na udhaifu ndani yake, kwa hiyo hata mtoto wake alimkuza kikomando ili asije kuingia kwenye kizazi dhaifu, maana walikuwa na kazi kubwa sana mbele yao. Uamuzi huo ulifanya kumtengeneza mwanae wa kuwa kiumbe hatari mno. Kwenye kuwatengeneza watu wenye nguvu zaidi, mmoja kati ya watu hao alikuwa ni mwanae wa damu, na baadaye ikaja kumtokea puani. Sasa hapa ndipo kuna siri ambayo hata mkurugenzi wa Wambui hajawahi kabisa kuijua mpaka leo hii. Faraji Godfrey alishakufa muda mrefu tu, ila Wambui hili hajawahi kabisa kulijua kwenye maisha yake. Ni kwamba baada ya yule mtoto wake kurudi, aliona sio vyema babake kuwa kiongozi, kwani alikuwa anaonekanika anaendesha kizamani sana, na watu wengi wa babake walikuwa wakimpenda yeye zaidi, kwa sababu watu walikuwa wanaangalia mtu mwenye nguvu ambaye anawapa uhakika wa kuwalinda na kuongoza. Mtoto wake ambaye jina lake anaitwa Theodore Faraji Godfrey ndiye alionekanika kuwa na sifa za kuwaongoza watu wenye uwezo mkubwa, hivyo akaamua kumua babake mzazi kwa mkono wake mwenyewe. Alikuwa anatambua kwamba Wambui alikuwa anamsikiliza ile babake pekee, jambo ambalo kama watu hao wangelikuja kulitambua wangemharibia. Basi aliamua kuifanya siri kubwa sana. Siri ambayo ilitengenezwa ni kwamba hata babake kwa bahati mbaya alipata ajali ya gari ambayo ilitengenezwa, hivyo alifanyiwa operation kubwa ambayo ilimfanya kufanyiwa upasuaji wa koo na sura ambayo ilikuwa imeharibika vibaya. Wakati wa zoezi hilo hawakuwa wakiruhusiwa kuonana naye kwa miaka 2, na baada ya hivyo miaka 2 Wambui alikuwa anakutana na mtu huyo bila kuiona sura yake, hivyo alikuwa akipokea maagizo tu na kuondoka, kiasi kwamba hata sauti ilibadilika kwa sababu ya kufanyiwa upasuaji wa koo. Hiyo ndio sababu ambayo alipewa Wambui na hakuweza kuipinga hata kidogo. Na hivyo ndivyo ambavyo bwana huyo alifanikiwa kuingia kwenye nafasi ya babake bila watu hao kuweza kushtuka mpaka leo. Nataka kuniambia kwamba ambaye yupo nyuma haya yote ni huyo Theodore? Ndio, hataki kabisa kufahamika, ila ndiye mtu ambaye anakutafuta wewe, na ndiye ambaye amesababisha haya yote kutokea. Na ni kwa sababu ya pesa. Yes, anataka kufanikisha lile zoezi ambalo halikumalizwa na babake mzazi, kwani alimuona kama babake ni mzembe sana. Nampatia wapi? Ya huyo yupo umbali wa mita 500 mashariki mwa lile eneo ambalo babako alidaiwa kuuawa kwa mara ya kwanza baada ya kupotea kwa miaka 5. Unamaanisha kwamba ana makazi kule? Ndio. Amejenga kamji kadogo ambako kameenda mpaka ardhini. Ulinzi wake upoje? Ni eneo ambalo linalindwa sana. Kuna watu wenye nguvu za ajabu na uwezo usio kwa kawaida, lakini pia miongoni mwao wapo mpaka maninja. Na wewe ulikuwa sehemu ya watu? Ndio. Rais wa Tanzania, unajua kwa nini yupo kwenye hili? Ndio. Unaweza kuniambia? Yule alikutana na Wambui ambaye ni miaka kama 23 ndipo alipokuwa amepiga simu Tanzania, simu kwa mara ya kwanza kabisa, akidai kwamba ipo siku angerudi kuja kudai malipo ya yale mauaji ambayo yalikuwa yamefanyika ndani ya ule msitu ambako baba yako aliulia wale watu, lakini wao waliamua kuilaumu serikali nzima kwa kuwa jeshi lilikuwa limeenda kumuulia yule mtu ndani ya lile eneo. Sasa hayo yalipelekea mpaka mamlaka zetu za usalama kuanza kulaumiwa, nao wakiamini kwamba walitenda uhalifu wa kijasusi. Lile lilifanya bwana huyo aanze kudai malipo kwa marais wa Tanzania, ila huyu wa sasa hivi limemwangukia yeye. Alipewa hayo maagizo kwamba anatakiwa kuwakana nyie hadharani ili historia yake ambayo, lakini naye pia alipewa mchango kwamba yeye kama rais anaridhika baadhi ya watu kuwa na nguvu kuliko yeye kwenye taifa lake. Aliona kama ni jambo ambalo lina maana, hivyo akawauza mazima. Sasa nimekuelewa. Kwa hiyo ndo maana uliwahi Arusha kuua familia yako, kwa sababu Wambui alikuambia kwamba huenda ningelikuja kuunganisha dot nikaenda kwa yule mzee na kumhoji maswali, si ndio? Upo sahihi kwa hilo. Kwa hiyo ulikuwa tayari kumpoteza yeyote yule ili tu kukamilisha mpango. Mwanangu pekee ndo mtu ambaye nisingeweza kumgusa, lakini wewe ulikuwa umetoa amri ya kulipua ngome zangu bila kujali kama angelikuwa ndani au hayupo. Kwa sababu nisingefanya vile, basi huenda hata leo nisingetoka, bado ungeniua tu. Nielewa kwamba hata kama utakuwa hai, ile milipuko ingekuweka kwenye taharuki kubwa, hivyo ningepata muda mzuri wa kuweza kutoroka. Ndio hivyo, umeniwahi tena.
Una maneno yote ya mwisho? Nilitamani kama mwanangu angelikuwa mkubwa niweze kumwomba msamaha. Ila kwa sababu sitakuja kumuona tena, basi nisamehe kwamba mimi ni sehemu ya mpango uliofeli. Wawili walikuwa wameongea vya kutosha. Salionela alikuwa amefanikiwa kuyajua yale ambayo alikuwa ameyakusudia, na muda huo hakuwa na jingine ambalo alikuwa anamdai bwana wake huyo. Alinyanyuka wote wakiwa wako uchi kabisa bila nguo. Alimsogelea akamnyonya mate mwanaume kama sehemu ya kuweza kumuaga, kisha baada ya pale alifyatuka kama jini na kudunda kwenye ile meza. Alivuta ule upanga na kurudi nao kama mshale. Ilisikia tu miguno ya maumivu makali. Jabali alishuhudia sikio lake, mkono wake vikiwa vinadondoka kwa pamoja. Alipata maumivu makali mno na kushangaa kwa sababu walikubaliana kwamba angemuua haraka bila maumivu. Lakini haikuwa kweli kwa aliyoyafanya kwamba mambo yangeenda kwa namna ambavyo angetaka yeye. Akiwa anahamaki na maumivu yake, sehemu ya jicho ilikuanguliwa kiasi kwamba ilipasuka vibaya na pua ikapunguzwa urefu. Akiwa anatamani kujikuna wakati aliyoishia kuweza kujitikisa tu, walipita na ikulu yake. Alipaza sauti ya majuto, kuomba msamaha na kuhitaji msaada kwa wakati mmoja, akiwa anaushangaa uume wake ambao ulikuwa umekatwa ukadondokea mbele yake. Ni moja kati ya sehemu ya majuto makubwa zaidi kwa mwanaume kuona sehemu zake za siri zinaondolewa tena akiwa yuko hai bado. Lionela alikuwa mbele yake anamwangalia bwana huyo alivyokuwa anatia huruma. Aliona kama vile bwana huyo bado anatamba na viungo vyake, hivyo akazungusha ule upanga na kukata mguu mmoja kuanzia kwenye goti. Jabari alikuwa anatamani afe haraka, lakini haikuwa kweli. Isingewezekanika kufa kirahisi namna hiyo wakati alifanya mambo ya ajabu kwenye hiyo familia. Lionela alitoka na kurudi ndani ya sekunde kadhaa akiwa na chuma ambacho kilikuwa ni chekundu kwa namna jinsi kilivyokuwa kimeshika moto kwa wingi. Alikitumia kukausha yale maeneo ambayo Jabali alikuwa anamwaga damu. Mwanaume huyo alikuwa anapitia unyama ambao aliamini hata zama za zamani kwa watu ambao walikuwa wanatawaliwa au kuyapitia. Dunia ilikuwa imemtenga mwenyewe, na hayo yote alikuwa anafanyiwa na mwanamke ambaye waliapa kwamba wangelikuja kuwa wote mpaka pale ambapo mmoja wao angeweza kufa. Dunia hadaa, ulimwengu shujaa. Alijuta. Na dakika moja damu ilikuwa inatoka kwa mbali huku akiwa anapoteza fahamu. Alipigwa na kile chuma shavuni ambapo kilinyofoa nyama kiasi, akakurupuka akiwa analia tena, maana mwili ulikuwa na joto ambalo halikuwa la kawaida. Kunisaliti mimi na mwanangu ni kosa ambalo haukutakiwa kabisa kulifanya, kwa sababu linakufanya uwe ni mmoja kati ya wanadamu ambao mtakufa kikatili sana. Jabari Lionela alienda ukutani ambapo alipiga na ngumi kwa hasila sana pakafunguka. Kulikuwa na sanduku moja dogo mahali pale, na sanduku lile alilifungua ndani yake na kutoa bomba la sindano na kikopo cha dawa. Hii ni moja kati ya sumu mbaya zaidi kuwahi kutengenezwa kwenye hizi zama za maisha ya binadamu. Ikiingia kwenye mwili wako, itakuletea matatizo makubwa na maumivu makali sana kwa saa moja nusu, kisha baada ya hapo itaanza kufanya mwili wako kuvimba na kupasuka mpaka pale ambapo sehemu yako ya moyo au kichwa itapasuka, ndipo utapoteza maisha. Wote tunajua kabisa kwamba moja kati ya sehemu ngumu zaidi kuweza kupasuka ni kichwa. Hivyo omba Mungu sehemu ya moyo wako ndipo ipasuke mapema kabla ya masaa mawili kufika, kwa sababu maumivu ambayo utayapata hapa utatamani ni bora kama ungeenda hata huko kuzimu ukakutana na huo moto ambao tunaambiwa upo kwa ajili ya watenda dhambi. Maelezo yake yalikuwa yanafuatiwa na yeye mwenyewe kuweza kuivuta dawa hiyo na kumdunga bwana huyo ambaye alikuwa anaonyesha ishara ya kukataa kabisa, lakini hakuwa na hizo nguvu kwa sababu sauti ilikuwa imemkauka, maana alilia mno kwenye kuomba msamaha na msaada. Goodbye my husband, akimaanisha kwamba kwa heri mume wangu. Alitupa kila kitu na kutoka humo ndani, kisha akafunga mlango. Na dakika moja ilianza kusikika sauti ya lazima ya maumivu, sauti ambayo ilikuwa inatoka kwa mtu ambaye aliishiwa kabisa sauti yake, ila ililazimishwa kutoka. Jabari alikuwa amekutana na mwisho mbaya kuliko ambavyo alifikiria kwenye maisha yake. Hata nafsi yake ilijua kabisa shetani mwenyewe asingelikuwa na roho mbaya na ngumu kama ile ya mkewe, lakini yeye pia alisahau yale ambayo alikuwa ameyafanya. Maisha mwanaume huyo ambaye aliushangaza ulimwengu baada ya kugundulika kwamba alikuwa msaliti kwa hiyo familia. Mwanaume ambaye alibahatika kumuona mwanamke ambaye wengi walikuwa wanaishia kumuona kwenye magazeti tu na kwenye historia, yalikuwa yamefika tamati. Carlos J. Hijeran, waweza kumuita Jabari Mark, alikuwa amemaliza safari yake ya kuwepo duniani kwa mateso makali sana.
R.I.P. Jabbar. Basi bwana, Rais wa Tanzania Christian Guram nyakati zilikuwa zinamhukumu peke yake kwa sababu ni kama kila mtu alikuwa anamkataa. Watu walimuuzia msala wakiahidi kuwa inaye, ila baadaye aliona kama njia inakuwa ndefu tena akiwa mwenyewe bila mtu yoyote yule. Akiwa nje nyumbani kwake akiwa na mawazo mengi kwenye ubongo wake kwa sababu hakuwa anaelewa ni jambo gani ambalo lilikuwa linaenda kutokea baada ya hayo mambo yote kuweza kutokea, na ndipo alipokea simu. Simu hiyo haikuonekanika kuwa njema kwake hata kwa kubahatisha, kwani alitakiwa kufika nyumbani kwa mkuu wa majeshi Elizabeth Throne. Haikuwa simu ya kumuomba bali kwa jambo ambalo lilifanyika huko ilikuwa ni lazima aende tena muda huo huo bila hata kujiuliza mara mbili. Msafara wa gari 20 uliandaliwa haraka iwezekanavyo, na mwanaume huyo akiwa kwenye sura ya mashaka na hofu kubwa sana alikuwa anaelekea huko, muda wote akionekanika kama mtu mwenye majuto, kwani maamuzi fulani tu aliona anaenda kuharibu mipango yote ya maisha ambayo alikuwa amehangaikia kwa muda mrefu. Na dakika 40 alikuwa amesimama nje ya gari akiwa anatizamana na mlango wa jumba la mkuu wa majeshi, ikiwa imezungukwa na wanajeshi wa kutosha usiku huo. Hali haikuonekanika kuwa sawa, ni wazee wenye nyota zao tu ndio ambao walikuwa wamejaa eneo hilo. Baada ya kumwona rais, wote walitoa heshima kwake kwa sababu ndiye alikuwa amiri jeshi mkuu wa Tanzania. Hakujali hata hizo salamu zao, bali alinyoosha kabisa mpaka ndani moja kwa moja na kupanda gorofani kuelekea ule upande ambao ulikuwa unatazamana na bahari. Eneo hilo nje walikuwa wamesimama makomando 6 wakiwa na silaha nzito kwenye mikono yao, ambao wote baada ya kumuona rais walitoa heshima kwa unyenyekevu mkubwa, ila ni kama akili yake yeye haikuwa pale, hivyo hakuonekanika kabisa kuwa na muda nao. Alitoa kitambaa na kujifuta jasho ambalo hata yeye kama ungemuuliza basi hakuwa na jibu sahihi kwamba lilikuwa limetokea wapi. Mlango ulifunguliwa na alichokiona mbele yake kilimfanya kufumba macho yake kwa hisia kali sana, akiwa kama bado haamini kama kweli alilokuwa analiona ndilo ambalo lilikuwa limefanyika. Elizabeth Throne alikuwa sakafuni, kichwa chake kikiwa kimepasuka kwa risasi huku damu ikiwa bado mbichi kabisa, lakini jambo la kushangaza ni kwamba yeye ndiye alikuwa na bastola kwenye mkono wake, ikiwa ni ishara kwamba alikuwa amejiua mwenyewe na bastola. Kiongozi huyo mkuu wa jeshi alikuwa amelitundika vazi lake mbele yake kwenye ukuta likiwa na nyota zake 4 na mkasi. Mkono mmoja ulionekanika kama ulikuwa unapiga saluti kabla hajafa, kama heshima ya vazi ambalo aliona ameshindwa kulitendea kazi vyema kama ambavyo ilitakiwa. Huenda ndio sababu aliamua kuyabeba maisha yake. Ile kauli ya mwisho ambayo alikuwa amemwambia mkurugenzi Kai Aiden kwamba anataka kupumzika sehemu yenye amani milele, alikuwa anamaanisha mwanamama huyo, na ndio sababu kubwa ambayo ilimfanya kujiua. Hili tukio limetokea muda gani? Rais aliuliza akiwa kama mtu ambaye alikuwa anatemeka. Saa moja ambalo limepita mheshimiwa, alijibu mwanaume mmoja ambaye vazi lake lilikuwa na nyota 2. Kwa nini? Hatujajua, ila kuna mwenzetu mmoja ambaye alimpigia simu na kumwambia kwamba yeye na wewe mmelifelisha ile taifa na kusababisha mauaji ya makomando ambao hawana hatia, hivyo hakuona kama anafaa kuendelea kuwepo kwenye sehemu. Shemeji yako amekutwa akiwa ameuliwa na wenzake katili sana. Rais alichoka mpaka kaenda kuketi kwenye sofa akiwa anaangalia mwili wa Elizabeth. Huo ulikuwa ni msala kwa sababu alikuwa anawaza kwamba alikuwa anaenda kumwambia nini mkewe mpaka aweze kumuelewa. Na baadaye kama ingelikuja kujulikanika kama yeye naye alikuwa sehemu ya hayo mambo ingelikuwaje? Alihisi kama ni mfu ambaye hakuwa akijua ni kipi alikuwa anataka kukiwaza. Miriam iko wapi? Ipo kambini mheshimiwa. Hizi habari mlipanga kuniambia kwa muda gani? Sisi tulikuwa tunajua kama mkuu amekwambia uandae mwili wake upelekwe kambini, na hizi habari zisitolewe sehemu yoyote ile mpaka nitakapokuwa nimewapatia maelekezo mengine. Sawa kiongozi. Mwanaume huyo alitoa heshima tena kwa rais ambaye alinyanyuka na kuanza kuondoka akiwa anayumba kama mtu ambaye alikuwa amelewa. Ikamlazimu mlinzi wake kusogea na kumshika ili atoke naye vizuri. Alianza kukutana na mambo ambayo hakuyatarajia kabisa kwamba yanaweza kumkuta kwenye nyakati kama hizo. Alishtushwa mno taarifa za kufa kwa Elizabeth tena kwa kujiua, huku kwenye maelezo yake akitoa lawama na kwake pia, akiwa na mawazo mabaya juu ya tukio lile kwamba huenda na la kwake pia lilikuwa linafuata, na ndipo akapokea habari za kufariki kwa shemeji yake ambaye yeye mwenyewe alimuonya kwamba akae pembeni na mambo hayo, kwani hatua ambako yalikuwa yanaelekea ilikuwa ni mabaya sana. Alitoa simu yake na kumpigia mkurugenzi Kai Aiden, lakini simu haikuwa inapatikana.
haikuwahi kabisa kutokea mtu huyo makini akakosekanika kwani hata siku moja kwenye maisha yake. Alijikaza na kumpigia Odhiambo Wambui, lakini hata huko mambo yalikuwa ni yale yale, kwamba naye pia hakuwa akipatikana kwa simu. Alihisi kama moyo unataka kumtoka kwani hakuwa na mtu hata mmoja wa kuweza kuongea naye hayo mambo. Alipiga makelele kama mtu ambaye alikuwa anaenda kuchanganyikiwa Mheshimiwa Rais, lakini ukweli ni kwamba hakuwa na uwezo wa kubadili lolote lile ambalo lilikuwa limetokea pale. Dunia ilikuwa inaanza kumwadhibu kikatili sana. Muthaiga, Kenya ni moja kati ya maeneo ghali zaidi ndani ya taifa la Kenya. Ni eneo ambalo wanaishi watu wenye ukwasi wa kutosha, watu ambao pesa zao hawatumii mate kuhesabu, bali wanatumia mashine tu. Huwezi kumudu maisha kuishi maeneo kama hayo kama maisha yako ni ya kulenga kwa manati. Wale wa milo miwili kwa siku hawafai kabisa maeneo hayo. Ilikuwa ni usiku wa saa 4:30 kuelekea saa 5. Ni muda ambao eneo hilo lilikuwa limetulia vyema kabisa, likiwa linaonekanika kupendeza. Taa zilikuwa zinafanya eneo hilo kuweza kunawili kwa usahihi kabisa, lakini ni muda ambao eneo hilo lilikuwa linaenda kushuhudia mambo ya kutisha. Ndani ya hilo eneo, msikilizaji, ilikuwepo nyumba ya mkurugenzi wa NIS Bwana Wambui Odhiambo. Mwanamume huyu ni muda mrefu alikuwa ametengana na familia yake ya mke na mtoto wa kike wawili ambao walikuwa wanaishi Ulaya kwa wakati huo, hivyo alikuwa anaishi na mwanamke ambaye alikuwa akimtumia kupata burudani tu. Usiku huo alikuwa kwenye jumba lake kuweza kuisikilizia siku kubwa ambayo ilikuwa inafuata kesho yake. Ilikuwa ni siku kubwa kwenye maisha yake kwa sababu ni siku ambayo kama wasingepata majibu kutoka kwa Jabari, basi walitakiwa wao wenyewe kuingia Tanzania tena. Haukuwa muda wa kuweza kujificha, ila hakujua kwamba wenzake walikuwa mbele ya muda zaidi yake yeye. Mkurugenzi alikuwa ana walinzi wa kutosha, lakini alikuwa ana kijana wake mmoja ambaye alikuwa kimwamini kwa sababu ni binadamu ambaye alikuwa ameivishwa na akaiva, hivyo aliamini kwamba angeweza kumlinda muda wote ule anapokuwepo. Hakuwa na hofu na maisha yake, alijihisi kuwa salama sana. Ivar lilikuwa ni moja ya majina ya kutisha kwa watu wa dunia yake. Alikuwa ni mwanaume shupavu ambaye alijua vyema kazi yake. Hakuwa mnyonge kwenye maisha yake kwa sababu alikuwa anajiweza kwa kila kitu. Bwana huyo alikuwa miongoni mwa wale wanaume ambao hakuwa na la kupoteza kwenye maisha yake. Yaani unaweza kumuita mfu ambaye alikuwa hai. Ivar jina lake halisi alikuwa anaitwa Rafael Akeyo. Alizaliwa pembezoni kabisa majira Nairobi kutoka kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa akijiuza barabarani. Mwanamke kwenye kujiuza kwake alijikuta akiwa anapata mimba ambayo hata yeye mwenyewe hakujua ni nani alikuwa amempatia, na hakuwa tayari kuzaa kwa wakati huo kwa sababu jambo hilo lingeweza kumharibia biashara yake. Ilikuwa sababu nzuri kwake yeye kufanya maamuzi ya kuweza kutoa mimba hiyo ambayo iligoma kabisa kutoka. Alijaribu mara kadhaa mpaka pale ambapo aliona kwamba alikuwa anahatarisha maisha yake, basi akaamua kuruhusu azae, japo hakuridhika kabisa na jambo hilo. Alikuwa nayo mpaka miezi 9 ilipofika akajifungua mtoto wa kiume mwenye afya ya kutosha kabisa, lakini hakuwa tayari kwa hilo jambo. Maisha hayo yalimfanya yeye kuwa na majuto makali mpaka baadaye alipoamua kwenda kumtelekeza kwenye mlango wa kanisa mtoto huyo. Alikuja kubebwa na wasamaria wema ambao walimlea hivyo hivyo, lakini kutokana na ugumu wa maisha ya jiji, kijana huyo alijikuta kilelewa na watu tofauti tofauti kwa sababu wengine walikuwa wakimlea kidogo na kumtaka aondoke kwani maisha hayakuwa upande wao. Jambo hilo likamfanyia kudharaulika kwani hakumjua mama yake wala baba yake. Hakuwa na taarifa juu ya wapi ambapo alikuwepo mama yake, ila alikuwa akiambiwa tu kwamba mama yake alikuwa ni malaya ambaye alikuwa anajiuza. Kijana huyo jiji lilizidi kumnyosha wakati anakuwa hivyo, akajikuta pona yake ni kuingia kwenye shughuli ambazo sizo ili aweze kukimbizana na kasi ya jiji la Nairobi. Uhalifu ukaja kuwa sehemu ya maisha yake. Alikuwa akipora na kuua kwa silaha ili aweze kuishi, ili aweze kula vyema kwani hakusoma, hivyo ilikuwa ndio njia pekee kwake kuweza kujikimu. Kwenye uhalifu ambao alikuwa anaufanya, kuna kosa moja ambalo alilifanya, kumvamia mtoto wa waziri, ila hawakujua. Kijana yule alipoteza maisha kwa sababu walimuua kwa bahati mbaya, jambo ambalo liliwaibua NIS kuanza kufanya msako wa wahusika wa tukio hilo. Kwenye huo msako ambao ulifanyika ndipo likapatikana jina la kijana huyo, Rafael Akeyo.
jina ambalo alipewa tu akiwa mdogo, japo hata huyo akiwa mwenyewe hakuwahi kabisa kumjua ni nani na alikuwa wapi. Ulianza msako wa kumtafuta mtu huyo na wenzake, ambapo walikuja kukutwa kwenye kumbi moja ya starehe wakakamatwa, lakini kukamatwa kwao ilikuwa ni bahati, hususani huyo Rafa alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa kwenye kupigana, kwa sababu alikulia kwenye maisha hayo ambayo yalimlazimu kuwa na nguvu kwa lazima ili aweze kuishi. Ule uwezo wake ulimvutia mkurugenzi wa NIS Bwana Wambui, ambaye alienda kuwahoji vijana hao yeye mwenyewe. Kwenye kuwahoji aliua wenzake na Rafaeli wote kwa risasi mbele ya Rafaeli, ambaye alikuwa anatetemeka tu kumuona mtu ambaye hakuwa na sura ya kirafiki mbele yake. Ila alishangazwa na jambo moja tu. Yule bwana hakumpiga yeye risasi, bali alimtaka ampe simulizi ya maisha yake. Ile ilikuwa ni nafasi ya dhahabu kuweza kuishi tena kwa mara nyingine. Alielezea kwa usahihi historia ya maisha yake ambayo alionekanika kumfurahisha sana kiongozi huyo, na hapo ndipo akaamua kumtengeneza kijana huyo ili aweze kumfanyia kazi zake binafsi nje ya ofisi. Kwa sababu hilo jina lilikuwa likijulikanika na mamlaka, alazimika kumbadili jina na kumuita Ival ili tu asije kutambulika mahali popote pale. Alienda kumtengeneza kijana huyo kwa miaka 2, na baada ya kuiva vyema kama ambavyo alipanga yeye, alianza kumtumia kufanya shughuli zake za siri, kama kuua wapinzani wake ambao walikuwa wanaitaka nafasi yake, watu ambao walikuwa wanamkosoa. Lakini hata pale ambapo alitakiwa kufanya kazi ngumu za mauaji, basi kijana wake hakuwahi kabisa kumwangusha hata siku moja. Alikuwa ametulia kwa amani, akiwa hana hata mawazo ndani kwake. Usiku wa Ival alikuwa yupo kwenye hilo jengo, ndio maana alikuwa na amani ya kutosha, akiwa anapata mvinyo kuisubiri siku kubwa kwake. Mita 100 kutoka kwenye hilo jengo alionekanika mwanamke mmoja akiwa yupo kwenye mavazi meupe mwili mzima. Ungeweza kuhisi kwamba ni mzimu, lakini alikuwa ni mtu. Alijifunga kitambaa safi usoni, huku rasta zikiwa zimefungwa vyema kabisa kwenye kichwa chake, na mkononi alikuwa ameshikilia kitambaa cheupe kisafi ambacho kiliviringishwa vyema sana. Alisimama eneo lile akiwa na mengi anayawaza kwenye akili yake. Huenda alikuwa anawaza yale ambayo yalikuwa yanaenda kutokea baada ya kufika kwenye ile nyumba, lakini muda huo ndio ulikuwa unatakiwa kuamua hatima za wao watu. Mwanamke huyo alitembea kwa nguvu za ajabu, mithili ya mtu ambaye hakuwa akikanyaga ardhini. Alitua juu ya ukuta na wa jumba hilo na kuingia mpaka ndani, ambapo wakati akiwa anatua kile kitambaa kilikuwa hewani, upanga ulizama kwenye kifua cha mlinzi mmoja, kisha akauzungusha kwenye kifua kwenda kwa mlinzi wa pili ambaye alikuwa anamjia nyakati hizo. Aliuvuta na kukita ardhini mpaka lile eneo likatetemeka. Ival alikuwa nyuma lile jengo akiwa amejinamia. Ni wazi kwamba usingizi ulikuwa umeanza kumpitia, hivyo jambo lile likamshtua sana. Hakuona kama mambo yapo sawa kabisa, ikamlazimu kwenda ule upande wa mbele akiwa anakimbia na silaha yake ya upanga mzito mkononi, huku kiunoni akiwa na bastola 2 na visu 2. Yule mwanamke alinyanyua ule upanga tena, akatembea nao mithili ya umeme na kuligeuza lile eneo kuwa kama bucha. Walinzi ambao walikuwa eneo la jengo ilikuwa inakula kwao, walikuwa wanauawa kama mbwa ambao hawana thamani. Leonela alikuwa kitazamana na kijana mdogo ambaye alikuwa anaongoza vikao vingi sana vya Bwana Wambui ndani ya lile jengo la WO Plaza. Kijana yule alisimama mbele yake akiwa na visu 2 kwenye mkono wake. Alionekanika kuwa na hasira kwenye uso wake, hivyo alitoka akiwa anatembea kwa kasi kumfuata mwanamke huyo ambaye alipomsogelea alijivuta nyuma. Aligeuka kwa nguvu na akadunda kwenye ukuta wa gate na kurudi kwa kasi ya ajabu, akatua nyuma ya kijana yule. Kijana yule alijitahidi mno kuweza kushambulia kwa nguvu kubwa mno. Mkono wake wenye kisu ukasogea karibu na kiunoni kwa Leonela. Alibaki kama amesimama vile vile, kwa sababu alitambua kwamba kuna sehemu kwenye mwili wake haikuwa inafanya kazi. Eneo la kiuno lilikuwa limegawanyishwa kwa ule upanga. Alisimama kwa sekunde kadhaa, ule upanga ukaja ukagawanyisha mpaka sehemu yake ya kichwa vipande 2 na hakuwa na uhai tena. Ival alikuwa anaingia eneo akiwa anashuhudia yaliyokuwa yamemkuta yule kijana pale, lakini wakati ule wanaume 8 walitoka ndani ya nyumba wakiwa na miili iliyokuwa imeshiba. Ival alikaa kando kuweza kuwashuhudia wale watu wakiwa wanakuja kwa yule mwanamke. Alivyokuwa kama alikuwa anaendana na zile simulizi ambazo zilikuwa zinasambazwa kumhusu. Wanaume wale hakuwa na muda wa kuanza kupaka poda. Mikono ilikuwa inaongea, ambapo walienda 4 wakiwa wanazungushana kwa kasi ya ajabu.
Leonela alikuwa akiwaangalia wale mabwana kwa umakini mkubwa sana. Walipomsogelea alirusha ule upanga wake kisha akaufuata kwa juu, ambapo aliupita na kuubutua kwa mguu wake, ulienda ukakita kwenye shingo ya mwanaume mmoja ambaye alidondoka vibaya na kupasua sehemu ya uso wake, lakini wale watatu walimfikia. Alikutana na mguu wa bwana mmoja ambao ulitua kwenye titi lake. Alijivuta na kudaka mkono wa mmoja, aliunyofoa kwenye mkono wake kisha akautumia kumsokomezea kwenye mdomo wake, ukatokezea mpaka nyuma. Wawili waligeuka kwa pamoja wakiwa wanamshambulia, ambapo alirudi nyuma kwa kasi. Alibendi kidogo akaruhusu mmoja kumpita juu yake kisha akasimama kukumbana na mmoja aliyekuwa amebakia. Alipokea ngumi ya kwenye tumbo ambayo ilishiba, lakini naye pia mwenyewe alinyosha mkono wake akakita kwenye shingo, ambapo alinyofua vibaya sana, kisha aligeuka kwa nguvu kubwa, ambapo yule bwana aliyekuwa amempita kwa mara ya kwanza alikuwa amebakisha mita chache tu kuweza kumkita na kisu, lakini aliganda pale pale akiwa anatokwa na povu mdomoni. Sindano mbili zilirushwa na kumtoboa shingoni. Zilikuwa na sumu mbaya ambayo ilimfanya mwili wake ukaparalyze pale pale, akiwa hawezi hata kusogeza mguu wake. Aliuvuta ule upanga wake na kumpasua moyo wa yule bwana, akiwa anameza mate akamsukumizia pembeni. Wanne walipotea ndani ya dakika moja, mpaka Ivan mwenyewe akabaki anashangaa kwa sababu haikuwa kawaida kwa mwanadamu wa kawaida kuwa na uwezo wa kutisha namna ile. Walibaki mtu 4 kabla yake yeye. Alihitaji kuangalia mpaka mwisho. Leonela alikuwa ameushika upanga ule kwa nguvu kubwa kiasi kwamba ukaona toa kama miale hivi. Wale mabwana walijua kabisa kwamba akienda mtu mmoja mmoja basi ingekula kwao, hivyo walienda kwa pamoja, ambapo walitanguliza visu vitatu vikiwa vinakuja kwa kasi kubwa, ambayo Leonela aliviona kwa usahihi kabisa. Akawa anarudi nyuma kwa nguvu mpaka alipofika ukaribu na ukuta, ambapo alivikwepa vile visu viwili na kukipangua kimoja kwa kukirudisha kilikotoka. Ulisikika mlio wa kelele kwa bwana aliyekuwa mbele ya wenzake. Kilikita kwenye goti na kupasua mfupa mpaka akapiga goti akiwa anahangaika kukitoa eneo lile. Leonela alidunda kwenda kwa wale watu. Walipokaribia alidunda ardhini na kuruka juu kwa nguvu, akajisogeza walipotoka. Waligeuka kuweza kumwangalia, lakini walitambua kwamba ambaye alikuwa anataka kufunga mguu wake. Mmoja alihitaji kumshtua mwenzao, lakini muda haukuwa upande wao kwa sababu ndani ya sekunde moja tu kichwa kilikuwa kiko mbali kabisa na kiwiliwili chake. Alikufa vibaya bwana yule. Sasa mwanamke yule aliamua kufunua kitambaa usoni ili waonane vyema. Alikuwa ni mmoja kati ya wanawake warembo mno ambao kwa muonekano wake wala usingeamini kwamba angelikuwa ni mkatili namna ile kwa yale ambayo alikuwa anafanya lile eneo. Hakuwa na namna zaidi ya kuweza kumfuata. Aligeuka upande wa nyuma kisha akajifanya kama vile anawakimbia, hali ambayo iliwafanya waongeze kasi, lakini alikuwa akiwazuga kwa sababu aligeuka kama mzimu. Wale wanaume walihisi kama ni kivuli kilikuwa kimepita katikati yao, kwa sababu yule mwanamke hawakumuona mbele yao, kwa kuwa kasi ambayo alikuwa anaitumia haikuwa inaendana na nguvu za binadamu wa kawaida. Wakiwa wamesimama wanadua, walishangaa sauti ya kitu kudondoka. Walipoangalia waligundua kwamba mwenzao mmoja utumbo ulikuwa unaenda kwenye zege. Ni kwamba alipishana na yule mwanamke, akakutanishwa na panga eneo la tumboni mwake. Akashuka taratibu akiwa anajikaza kuweza kuhema, japo alikuwa na hema kwa tabu kubwa sana. Mwenzake mmoja alikuwa anatetemeka huko akiwa anajikojolea kwa sababu alihisi kwamba ni yeye ambaye alikuwa karibu zaidi na mwanamke yule. Ni kweli, kwa sababu Leonela alikuwa yuko nyuma yake. Bwana huyo hakutaka kugeuka, bali alikuwa anataka kukimbilia mbele. Alipigwa na upanga kwenye uchogo mpaka sehemu hiyo ikawa wazi. Alishindiliwa na upanga wa kwenye bega mpaka eneo kubwa la mwili wake likameguka vibaya, na mwisho alipasuliwa kuanzia nyuma ya shingo yake mpaka sehemu za haja kubwa. Alidondoka kama ulikuwa ni mtu aliyokauka. Alikuwa amebaki mwenzake mmoja ambaye alikuwa hatua kadhaa akiwa anaangalia yale ambayo yalikuwa yamewatokea wenzake ambao alikuwa akiwaamini mno kwenye maisha yao. Alibaki akiwa anatetemeka, hata yeye hakujua kwamba ni uamuzi gani sahihi alitakiwa kufanya kwa wakati huo. Kwenye mkono wake alikuwa ameshika kisu kimoja. Aliangalia angani na kufanya maamuzi magumu sana. Alijichinja mwenyewe shingoni. Mwanamume huyo aliona ni heri kufa kwa mkono wake mwenyewe kuliko kuuliwa kwa kudhalilishwa kama ambavyo walikuwa wamefanya wenzake. Yale maisha yalimtisha sana ise. Leonela aliinama akiwa anajifutia damu kwenye mwili wa mwanaume mmoja,
na upanga wake akiwa anausafisha. Alianza kutembea kuelekea ndani kukutana na mheshimiwa, lakini wakati akiwa anakaribia kufika eneo hilo, alitambua kwamba kulikuwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa na bastola kwenye mkono wake pamoja na upanga, huku kiunoni mwake akiwa na bastola nyingine na visu viwili. Kwa sasa hivi naanza kuelewa kwamba ni kwa nini watu wanakuogopa hata kwa kusikia jina lako tu mahali popote pale. Kama naweza kuwaua wanaume kama hawa ambao wametengenezwa kwa gharama kubwa ndani ya dakika 2 tu, basi nanipa shaka kwamba kama siku ukiamua kuzitumia hizo nguvu zako vibaya, unaweza kuwa binadamu hatari hapa ulimwenguni, na sina imani kama kuna mtu ambaye anaweza kukua kwa namna hii. Siku zote kwenye maisha yangu niliwahi kuapa kwamba mimi siwezi kuja kuuliwa na mwanamke hata iweje, lakini leo naona kabisa kama hatima yangu inataka kupingana kabisa na jambo hili. Najiona kama naweza kufia kwenye mkono wako, hivyo ni wakati wako kuweza kunithibitishia hilo kama linaweza kufa. Ivan akaonekanika kama anahubiri siasa ambayo haikuwa inampendeza mwanamke huyo. Alusha bastola pembeni baada ya kuona sindano zikiwa zinakuja upande ule. Sindano moja ilitoa kwenye mti wa pembeni yake ukaanza kuwa mweusi kwenye majani yake. Alishtuka na kugeukia ule upande ambao kuna kijana alikuwa amedungwa hizo sindano. Mwili wa yule kijana uligeuka na kuwa mweusi kwa wakati ule, hivyo alielewa kwamba kila sekunde ambayo alikuwa anaipoteza ilikuwa ni hatari kwa usalama wake binafsi. Alinuka haraka na kugundua kwamba alikuwa anatizamana Leonela ana kwa ana. Mwanamke huyo alionekanika kabisa kwamba alivurugwa isivyo kwa kawaida. Ivan aliushika upanga wake vyema mkononi, huku mkono mmoja akiwa ameshika kisu kikali sana ambacho alikichomoa kiunoni. Alizunguka akiwa anaurusha ule upanga wake kwa nguvu, ila kwa mahesabu ambayo yasingeweza kumuingiza kwenye hatari kwa aina yote ile. Alitua karibu na alipokuwepo Leonela. Alifanikiwa kumkita na ngumi baada ya kukwepa ule upanga wake ambao ulikuwa ni mkali ipasavyo. Aliukunjua mguu wake mmoja mzito, lakini alikutana na hewa. Mwanamke huyo alikuwa na spidi kubwa kama mara 2 yake, hivyo alijikuta akiwa anahitaji kutumia nguvu za ziada ili kwenda sawa na yeye. Ivan hakuwa mwepesi. Buti lake lilikuwa linasikika kwa kishindo likiwa linatua ardhini kumfuata Leonela. Alinyosha upanga wa Leonela. Kuna mwanga ambao ulimyumbisha usoni, akajikuta akiwa anafunika uso wake kwa mikono ili asiweze kuathirika na ule mwanga. Wakati akiwa anatua, alipigwa na goti la mbavu, katambua kama mbavu ilikuwa imeteguka vibaya sana. Aliinuka kwa jaziba, ila hakuwa na maamuzi sahihi kuweza kufanya jambo lile kwa sababu alifuatiwa na mguu ambao ulikita kwenye shingo yake, akayumba kidogo na kupigwa na upanga kwenye ubapa kwenye sikio. Ile sehemu ilibonyea ndani kidogo mpaka akahisi kama vile anapata ugonjwa wa akili. Alisimama akiwa anajaribu kujinyosha vyema, kwani hali yake haikuwa nzuri kwa wakati ule. Alirusha kisu kimoja akiwa anatembea kumfuata Leonela. Mwanamke huyo alijifanya kama vile anaurushia upanga kando. Ivan aligeuka na kuangalia upande ule. Lile lilikuwa ni kosa kubwa sana kwenye maisha yake kwa sababu ule muda ulitumika kumfuata yeye. Alipigwa ngumi 10 kifuani mpaka lile eneo likawa laini, likawa linanesanesa kama vile nyanya ambayo ilikuwa imeiva na kupita muda wake. Ivan alionekanika kuwa kama mtoto mbele ya mwanamke yule ambaye alionekanika hakuwa na mpango wa kumua kwa wakati huo. Alitapika damu tupu. Upanga ulipitishwa kwenye mkono wake ambao ulikuwa umeshikilia upanga, ukadondoka na upanga wake. Akiwa anaendelea kujishangaa na kujiuliza kwamba alipigwaje kitoto namna hiyo tena na mwanamke. Sehemu ya mdomo wake na ulimi vikadondoka ardhini. Alianza kupiga makelele kwa miguno mpaka alipokuwa ametulizwa na upanga kwenye tumbo. Alibaki akiwa na hema kwa shida tu, hata nguvu za kushikilia kisu hakuwa nazo tena. Leonela alimshika mwanamume huyo na kumkokota mpaka mlangoni. Mlango ulikuwa umeegeshwa tu, hivyo hata yeye alitambua kabisa kwamba ule ulikuwa ni mtego. Alifungua kwa kasi na kumsukumiza Ivan mbele yake, huku yeye akiwa yuko nyuma. Mawazo yake yalikuwa sahihi kabisa kwa sababu zilipigwa risasi za kutosha kwenda kwake. Ilikuwa ni hesabu nzuri kwake kwa sababu Wambui aliona tukio lile mapema kabisa kupitia kamera zake na ule mtetemeko ambao ulitokea muda ule, hivyo aliwatuma watu wake wote nje na yeye akabaki kwa ameshika silaha, akijua kabisa kama mwanamke huyo kama ikitokea akawaua wale wote angeingia huko ndani. Alikuwa nje ya kamera kwa wakati huo, lakini aliamini kabisa kwamba hesabu zake zilikuwa sahihi, hivyo hakuwa na shaka kabisa na jambo hilo, lakini alikosea kuwaza kitu kimoja.
Hakutambua kama mwanamke huyo anaweza kuja na mbinu nyingine ambayo ingemfanya mheshimiwa kuingia kwenye hatari kama hiyo kwa wakati huo ambao alijikuta akiwa anamalizia risasi zote kwenye mwili wa kijana wake. Wakati risasi zikiwa zinaisha ndipo aliposhtuka kwamba hakuwa amempiga Leonela hata risasi moja kwenye mwili wake. Alishtukia jambo hilo na kuhitaji kukimbilia juu ghorofani, lakini muda haukuwa sehemu nzuri kwake mheshimiwa. Alipandisha ngazi 2 tu, lakini alirudi tena alipokuwa ametoka kwa sababu upanga ulipita na mguu wake ukaenda kukita kwenye ngazi, kisha yeye akakosa balance. Alirudi tena alipotoka akiwa hana balance na maumivu makali akiwa alikosemea mguu wake. Leonela alitembea taratibu akiwa anaangalia namna jinsi bwana huyo alivyokuwa akifanya maamuzi ya kijinga kwa kutumia nafasi yake akiwa eneo tulivu kama hilo, wakati watu wake walikuwa wakiteseka kwa njaa kali sana mitaani. Leonela aliokota upanga wake, nguo zake zikiwa bado safi kabisa, hazikufanikiwa kushika damu, hivyo bado malaika huyo alikuwa akivutia kweli kweli. Nipo tayari kuweza kuingia makubaliano mapya na wewe ambayo hakuna mtu amewahi kukupatia kwenye maisha yako, lakini nihakikishie kwamba utanipa nafasi nyingine ya kuishi. Leonela hakuwa akiongea, aliweka upanga wake mezani na kushika mikono yake nyuma akiwa anazunguka ndani ya ile sebule kubwa ambayo ilikuwa imesheheni samani nyingi sana za bei ghali za kutupwa, wakati bwana Wambui akiwa anajitetea. Wanadamu wote tunatakiwa kuwa na mipaka ya kufanya mambo na mipaka ya kutamani kufanikisha vitu fulani. Hili inawezekanika tu kama mtu akiweza kuishinda tamaa kwenye maisha yako, ambayo kwa sasa hivi imekuwa ni ugonjwa mkubwa sana kwa binadamu wengi. Kama ukilitambua hilo, basi unaweza kuwa miongoni mwa wanadamu ambao wanaweza kupata maisha marefu ya kuwa hai na wakafanikisha mengi kwenye maisha yao. Lakini ukishindwa kuweza kulitambua hilo, basi niamini mimi kwamba mwisho wake huaga unakuwa kwa namna kama hii. Unatakiwa ujue kwenye maisha yako unataka nini, lakini ukijua hilo halikusaidii pekee, bali unatakiwa uwe na mipaka juu ya hilo jambo ambalo unalitaka. Ila kwa bahati mbaya watu huaga wananogewa na kujikuta wakiwa wanataka zaidi hata yale ambayo wanastahili kuyapata, na shida kubwa huaga inaanzia hapo. Tafsiri sahihi ya tamaa ni kuwa na hamu ya kufanikisha ama kulipata jambo fulani, kitu ambacho sidhani kama ni kibaya, ila uwezo wa kushindwa kujizuia na kujiwekea kiasi ndipo shida inapokuja. Wewe ni mtu ambaye tayari kwenye maisha yako ulipata yale ambayo ulikuwa unastahili kuyapata. Una maisha ambayo kwa mwanadamu wa kawaida yanamtosha kabisa kuishi vizuri na familia yake mpaka siku anakufa. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba ulijikuta ukiwa unakutwa na janga lile lile la kuweza kuhitaji vitu ambavyo unajua kabisa kwamba haustahili kuwa navyo. Jambo hili limenisikitisha mimi kwa sababu hizo tamaa zenu ambazo mnaziendekeza zimeleta madhara makubwa sana na mgawanyiko wa familia yangu. Sasa ni kwa nini unahisi mimi naweza kukusikiliza kwamba kuna makubaliano mazuri unataka kunipatia mimi bwana Wambui? Mimi nina nafasi kubwa sana kwenye taifa hili. Naweza kukupatia kitu chochote kile ambacho unakihitaji. Mimi nina kila kitu kwenye maisha yangu bwana Wambui. Nina pesa kuliko binadamu yote ndani ya bara hili zima, na nina nguvu ambazo huenda hakuna binadamu amewahi kuwa nazo kwenye haya maisha, kiasi kwamba ili nife zinahitajika risasi angalau 50 kwenye mwili wangu kwa wakati mmoja. Japo hili hakuna binadamu ambaye anaweza analifahamu. Sasa ni kipi ambacho kinakuaminisha kama mimi na wewe tunaweza kukaa kwenye meza moja kufanya makubaliano? Wambui alikuwa anaambiwa ukweli kuhusu jambo hilo, na hakuwa na maana la kuweza kumpatia mwanamke huyo, kwani yeye mwenyewe alikuwa anaweza kufika popote pale bila msaada wa huyo mwanaume na mambo yake yakaenda safi kabisa. Hata kama mtaniwa, basi tambua kama nimepiga simu kwa watu wa usalama na polisi wanafika hapa muda wote ule kuanzia sasa. Kwamba ulikuwa unahisi mimi sijui kuhusu hilo. Hao ndio naamini kwamba watakuja kukuokoa kwa muda huu Wambui. Basi ni uwe. Kufa ni lazima ufe, ila huwezi ukafa kwa namna ambayo unaitaka wewe. Utakufa kwa namna ambayo unaitaka mimi bwana Wambui. Lakini kumbuka kwamba huu bado ni mwanzo tu Leonela. Unaenda kufa vibaya mno na familia yako. Kama Jabali amefanikiwa kuishi na wewe na haukuwahi kabisa kujua lote ile, basi tambua kabisa kwamba kuna mengine mengi sana nakuja. Naelewa hilo, na ndio maana tunatakiwa kumaliza kazi leo usiku kabla ya asubuhi, ili wote ambao mpo kwenye mpango wa kuliharibu hili bala zuri muweze kwenda mnapotakiwa kuwepo. Kuhusu mume wangu, hata mimi mwenyewe nakili wazi kwamba ulikuwa ni uzembe wangu kuruhusu yeye kufanya haya yote mbele ya uso wangu, ila nakuapia kwamba haya mambo
hayatakuja kujirudia tena kamwe. Huu unaenda kuwa mwisho. Haujui lile ambalo aliongelea, na wote tunatambua hilo swala. Awe ndio unaamini hivyo kwamba mimi sijui, ila najua historia nzima ya maisha ya nyuma mpaka mtu ambaye anakutuma wewe kufanya haya. Bila shaka unanitania. Amina, wewe hatujawahi kuwa na watani. Baada ya kukua wewe hapa, naenda ndani ya msitu wa Mau kuweza kufanya kazi ambayo nilikuwa napaswa kuifanya miaka 3 iliyopita. Najua kwamba ambaye yuko nyuma ya haya yote ni Theodele Faraji Godfrey, lakini wewe unaamini kwamba ni Faraji Godfrey mwenyewe. Wambui alibaka medua kwa sababu hizo zilikuwa ni taarifa za siri ambazo aliamini kwamba hata Jabali hakuwa akizijua, lakini hakuwa sahihi kabisa kwenye hilo. Umejui kuhusu haya yote. Akaleta mwanadamu kuna muda zinatambulika kwamba ataanza na zipi na kumaliza na zipi. Ukifanikiwa kujua namna zinavyokuwa zinaendeshwa, basi mambo yako yanakuwa yanaenda kirahisi sana, kwa sababu unajua unaanzia wapi na kumalizia wapi. Ila unaelewa kabisa kwamba hata ukienda ndani ya lile eneo basi hauwezi kutoka ukiwa hai. Kwa mujibu wa nani? Kule kuna watu wenye uwezo wa ajabu sana. Ni watu ambao wanatisha kweli. Unajua kama yule mtu alikudanganya kila kitu wewe, hakuna unalolijua kuhusu mimi na hao watu. Faraji Godfrey alishakufa muda mrefu. Ndio maana nimekwambia hakuna ambao unalijua kuhusu hao watu. Awe ndiye ambaye umekuwa ukidanganywa kwa muda mrefu. Unaweza kuniambia kwamba ni lini mara ya mwisho ulifanikiwa kuiona sura ya huyo mtu? Kwa sasa hivi hairuhusiwi kwa sababu alipata ajali. Una hakika na hilo? Ndio. Unaongoza shirika muhimu kwa taifa lako, lakini akili hauna kabisa. Ni kama tu unazo za kushikiwa tu, kwa sababu huyo mtoto alimua babake kwa muda mrefu sana na kuhitaji yeye ndiye awe mtawala na mtu mwenye nguvu kubwa zaidi. Hapo ndipo alipotambua kwamba unaweza ukaanza kuuliza maswali hivyo ili kurahisisha maisha yake. Akaamua kutengeneza huo mpango wa kuonekanika kama babake amepata ajali na kufanywa operation ambayo ingefanya watu wasiruhusiwe kuonana naye uso kwa uso, na hata wakati ambao mngelikuwa mnakutana naye ungelikuwa unahesabika sana. Hilo jambo haliwezekani. Mtoto wake ulimwona mara mwisho lini? Ni muda mrefu, kwa sababu alituambia kwamba anaishi nje. Na kweli kabisa unaamini kwamba hilo jambo lilikuwa la kweli? Umeajuaje haya yote? Wambui akatabasamu kinafiki, kwa sababu alifanywa na wewe kijana kuwa kama mtoto mdogo, lakini alijua jambo hilo wakati ambao haukuwa rafiki kwake, kwa sababu hakuna kitu ambacho angeenda kumfanya. Hila lina umuhimu kwa sasa hivi Wambui, kwa sababu ni mimi ambaye natakiwa kukaa naye kufanya mazungumzo. Sikujua kama huyu mshenzi anaweza kunisaliti hata mimi. Najua kila mambo kuhusu wao, hivyo naomba niishi tena, nitakusaidia kuwateketeza wote na kila kitu ambacho wanacho. Au kinaangalia unaonekana kama mtu ambaye nahitaji msaada kutoka kwako. Usiniue tafadhali. Bado natamani kuendelea kuishi. Go out. Aliongea kwa sauti kali Lionela, akiwa anauokota upanga wake mezani na kupoteza mkono mmoja wa bwana Wambui. Ile sauti alikuwa anamwambia yule mwanamke ambaye alikuwa anaishi na mzee huyo kwa ajili ya kumpatia burudani. Alionekanika akiwa amejibanza kwenye kona, akiwa analialia tu. Hakutambua kama mwanamke huyo alikuwa anamuona. Alipita akiwa amevaa chupi tu akikimbilia nje. Ningeua familia yako nzima, lakini natambua kwamba wanaishi nje na ni watu ambao siku zote hawakupendi wewe, hivyo mabinti zako wataishi. Jina lako litakuwa hadharani. Kila kitu kitakuwa wazi, hususan huu ushenzi ambao umekuwa ukiufanya kwa muda mrefu sana. Kila mtu atajua ambayo umeyafanya kule Jamhuri ya Afrika Kati. Kila mtu atajua ambayo umelifanyia taifa lako, lakini mpaka ulivyoingia Tanzania na kushirikiana na rais wa Tanzania. Hivyo jina lako litabaki kuwa mfano mbaya zaidi wa uongozi kwenye taifa lako. Haitaishia hapo tu, bali litawafikia mpaka viongozi ambao ulikuwa ukishirikiana nao. Sijali kama ulikuwa unawalazimisha au vipi, lakini wote lazima wapitie hiki kikombe. Mwisho watamaliza na rais wako, kwa sababu naye ushenzi wake utakuwa wazi kwamba alikuwa akikuunga mkono wewe na washenzi wenzako. Kwa hiyo wote hawa wataondolewa madarakani na kutakuwa na serikali mpya ambayo itaundwa. Na imani tunaenda kuitengeneza Afrika mpya tofauti na ile ambayo watu wamezoea ya kifisadi. Mpaka hapo nitakuwa nimetimiza 70% ya kazi yangu. Hizi 30 zinazobakia naenda kulisaidia taifa langu kujikwamua upya tena. Aliongea akiwa anamwangalia kwa umakini bwana huyo, lakini ni wakati ambao alianza kusikia ving'ora vya polisi kwa mbali vikiwa vinasogea kwenye hilo eneo. Usiniue alikata ule mguu wake ambao ulikuwa umebakia, kisha Lionela akawa anauvuta mkono mmoja wa bwana huyo na kuburuza kuelekea sehemu ambayo ilionekanika kuwa na jiko.
Alimtegesha kwenye gesi na umeme ndani ya hilo jiko, kisha akavunja dirisha na kutokea upande wa pili ambako aliruka fence na kutoweka kabisa kwenye hayo mazingira, kwa sababu alisema kabisa kwamba alikuwa anatakiwa kumaliza kazi yake usiku huo kabla kujapambazuka. Na muda mfupi polisi walikuwa wako nje ya hilo jumba, walikuwa ni wengi mno pamoja na gari za usalama. Waliingia ndani ya gate na kukutana na miili kadhaa ambayo ilikuwa haina uhai. Wanausalama kadhaa walitaka kuingia ndani, lakini wakazuiliwa kwa sauti ya nguvu na mamlaka kutoka mwanaume mmoja ambaye alikuwa nje. Aliwataka waweze kukimbilia nje baada ya kuona moshi ukiwa unafuka dirishani. Ni kweli ulionekanika mlipuko mkubwa ndani ile jumba, kiasi kwamba ambao walikuwa karibu walijikuta wakiwa wanarushwa mbali na kupoteza kabisa fahamu. Mkurugenzi wa Mbui Odhiambo alikuwa amekufa ndani ya jumba lake la kifahari, huku wakiwa hawajui muuaji alikuwa ni nani, maana hata ushahidi wa kamera ulifia kwenye ule moto. Mau Forest, Kenya. Msikilizaji, katika sehemu ya 10 na ya mwisho tutaenda kuimalizia ndani ya misitu ya Mau, kule tulikuwa ianzia simulizi yetu kule nyuma kabisa katika simulizi ya Idaiwe Maiti Yangu ya Gavin Luka. Umeona bana, ndiko huko tunakwenda kuimalizia simulizi yetu kule tulikoanzia. Mimi Director Weni Mtunzi, alikuwa ni Fabian Babuya. Usikose sehemu ya mwisho kwenda kumalizia simulizi yetu inayokwenda kwa jina la The Darkness of an Angel, yani giza la malaika. Mimi Director Weni, tukutane katika sehemu ya 10 kumaliza simulizi yetu. Na ukaribisha msikilizaji kwenye sehemu ya 10 na mwisho simulizi The Darkness of an Angel, ikiwa la 3 na la mwisho la simulizi za Gavin Luka. Katika sehemu ya 9 tulikuwa tumeishia pale ambapo Lionel alikuwa ameshaingia ndani ya nchi ya Kenya na alikuwa yuko na mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Kenya. Na alikuwa anampa somo, anamwambia kwamba ningeoa familia yako nzima, lakini natambua kwamba wanaishi nje na ni watu ambao siku zote hawakupendi, hivyo mabinti zako wataishi. Jina lako litakuwa hadharani, kila kitu kitakuwa wazi, hususani ushenzi ambao umekuwa ukiufanya kwa muda mrefu. Kila mtu atajua mambo ambayo uliyafanya kule Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kila mtu atajua ambayo ulifanyia taifa lako wewe, lakini mpaka ulivyoingia Tanzania na kushirikiana na rais wa Tanzania. Hivyo jina lako litabaki kuwa ni mfano mbaya zaidi wa uongozi kwenye taifa lako. Haitaishia tu hapo, bali wafikia mpaka viongozi ambao ulikuwa unashirikiana nao. Sijali kama ulikuwa unalazimisha au ni vipi, lakini wote lazima wapite kikombe hiki. Mwisho watamaliza na rais wako, kwa sababu naye pia ushenzi wake utakuwa wazi kwamba alikuwa akikuunga mkono wewe na washenzi wenzako. Kwa hivyo wote hawa wataondolewa madarakani na kutakuwa na serikali mpya ambayo itaundwa. Nina imani tutaenda kutengeneza Afrika mpya tofauti na ile ambayo watu wamezoea ya kifisadi. Paka hapo nitokana nimetimiza 70% ya kazi yangu. Hizo 30 ni zilizobaki nitaenda kuisaidia taifa langu kujikwamua na upya tena. Aliongea akiwa anamwangalia kwa umakini sana bwana huyo, lakini ni wakati ambao vilianza kusikika vingola vya polisi kwa umbali vikiwa vinasogea kwenye ile eneo. Usiniue tafadhali, alikata ule mguu wake ambao ulikuwa umebakia, kisha Lionela akawa na uvuta mkono mmoja bwana huyo na kumburuza kuelekea sehemu ambayo ilionekanika kuwa na jiko. Alitegesha kwenye gesi na umeme ndani ya jiko hilo, kisha akavunja dirisha na kutokea upande wa pili ambako aliruka fence na kutoweka kabisa kwenye hayo mazingira, kwa sababu alisema kabisa kwamba alitakiwa kumaliza kazi yake usiku huo kabla hakujapambazuka. Na muda mfupi polisi walikuwa wamekuwa nje ya jumba hilo, walikuwa wako wengi mno, lakini mwisho wa siku nyumba ililipuka. Ndani kamera na ushahidi wote ulimalizwa na sauti ya nguvu na mamlaka kutoka kwa mwanaume mmoja ambaye alikuwa yuko nje. Aliwataka waweze kukimbilia nje baada ya kuona moshi ukiwa dirishani. Umeona bana? Lakini niliwaahidi kwamba tutamalizia simulizi yetu tukiwa tuko kule ndani ya Mau Forest kule Kenya, ambako ndiko simulizi ilianzia mwanzoni kabisa kwenye simulizi ya Idaiwe Maiti Yangu, safari ya Gavin Luka. Baadaye tukaenda mpaka kwa Lionera, The Odyssey of Gavin Luka, ni safari ya Gavin Luka. Na leo tulikuwa tupo na The Darkness of an Angel, ikiwa ni Gavin Luka toleo la 3 na la mwisho kabisa. Huko ni msimu wa 2 wa toleo la 3. Mtunzi ni Fabian Babuya, director kutoka Simulizi Mix, na bana kusimulia. Tunaenda kutimatisha simulizi yetu, lakini mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine. Ni kitambo sana hatujaona simulizi ya Bibi Salma Rashid Ramadhani, na hapa tunakwenda kuipata simulizi kutoka kwake ya kijakazi Amaila. Simulizi moja tamu kweli kweli, vichekesho, burudani za kukata na shoka ziko huko ndani. Usikose. Tukimaliza simulizi basi tutakuwa na simulizi ya Salma Rashid Ramadhani tukiwa na house girl huyo Amaila, yani kijakazi huyo wa kuitwa Amaila. Mimi director Weni, tuendelea simulizi yetu kumalizia.
Unaambia Muthiaga mpaka msitu wa Mau kwa gari ni masaa 5.5 kwa mwendo wa kawaida. Ilikuwa ni saa 6 kasoro usiku wakati mwanamke huyo akifanikiwa kumuua mkurugenzi wa NIS Bwana Odhiambo Wambui. Hivyo kama angesema atumie ule muda ambao ni salama kwa uendeshaji, asingefanikiwa kufika eneo sahihi kwa muda ambao yeye alikuwa amekusudia kufanikisha jambo hilo, hali ambayo ilimlazimu kuendesha kwa spidi ambayo ilikuwa ni hatari hata kwa usalama wake binafsi. Safari yake alikuwa anawahi kwenda kukutana na mwanaume ambaye hakuwa akihitaji kuweza kufahamika kwa watu. Alikuwa anaishi maisha ya siri nyuma ya pazia. Leonela alitumia masaa 3.5 kufika ndani ya hilo eneo, muda ambao ulikuwa ni saa 10 kasoro usiku. Eneo lilikuwa limetawaliwa na giza. Alikuwa anatembea kwa kasi kwenye huo msitu kana kwamba ulikuwa ni mchana wa mwanga mkali, ila uhalisia ni kwamba alikuwa kiongozwa na hisia tu ambazo zilikuwa kali ndani yake. Hivyo mlango huo wa sita wa fahamu ulikuwa unatumika vizuri sana. Mwanamke huyo alienda kusimama kwa mara ya kwanza lile eneo ambalo baba yake alidaiwa kuuawa kwa mara ya kwanza, lakini baadaye akaonekanika akiwa hai. Ni muda mrefu ulikuwa umepita, lakini eneo bado lilikuwa na kumbukumbu za kutosha, kwa sababu vitu vyote vilikuwa vimehifadhiwa na kulifanya kuwa eneo la makumbusho, kwa sababu lilizalisha matukio ya kutisha ndani ya mataifa haya, hususan Tanzania, kwa muda mrefu. Aliangalia yale mazingira kwa umakini, japo kulikuwa kuna kiza kinene na kizito. Kisha baada ya dakika 5 akaamua kuondoka kwa kasi tena kuelekea mashariki mwa eneo hilo, ambako ndiko kulikuwa kuna sababu ya yeye kuweza kuwepo muda huo. Alibakisha mita 100 tu kuweza kufika eneo hilo, na kuna wanaume 5 ambao walikuwa wamelala. Mmoja alifumbua macho yake katikati kukiwa kuna moto ambao ulikuwa unawafanya wasihisi baridi. Mwanaume huyo alionekanika kuwa na hisia kali mno, lakini hata wenzake walishtuka muda huo. Aliangalia kwenye mwili wake na kugundua kwamba vinyweleo vyake vilikuwa vimesimama kwa hisia kali mno. Aliugusisha mkono wake ardhini, kisha akatega sikio kwa umakini mkubwa sana, akiwa ametulia kwa muda wa sekunde 30. She's here. Hilo ndio lilikuwa ni kauli yake, kwamba yule mwanamke yuko hapa. Alimaanisha kwamba yuko hapa. Ni wazi kwamba hata yeye alikuwa na nguvu za ziada kwenye mwili wake, hivyo walibeba silaha zao na kuingia ndani kidogo, ambako wenzake walikuwa wanamfuata yeye, maana yeye ndiye alikuwa ni kiongozi, kwa sababu alikuwa anaweza kuitambua hatari. Mwendako alikuwa na mahesabu makali sana. Alitambua kabisa kwamba walikuwa kwa eneo hatari ambalo kama wangefanya makosa, basi mtu ambaye alikuwa mbele yao hakuwa kawaida. Maana yake ni kwamba wangelikufa vibaya sana. Wanaume hao kwenye kutembea walijikuta wakiwa nasimama. Waligusa alizini na kugundua kwamba kuna wanaume 4 ambao walikuwa na mavazi ya jeshi la Kenya walikuwa wameuawa na miili yao ilikuwa ni ya moto. Ni wazi kwamba waliuawa ndani ya muda mfupi tu ambao ulikuwa umepita. Alitema mwanaume huyo na kufumba macho yake. Alihitaji utulivu mkali sana ili aweze kutambua kwamba mwanamke huyo alikuwa yuko wapi wakati huo, lakini alikuwa anakosa utulivu mzuri. Ni kweli kwamba juu ya mti Leonela alikuwa amesimama sehemu ambayo ilikuwa na majani mengi kiasi kwamba hakuna mtu ambaye angeweza kumuona. Alikuwa anawaangalia wanaume hao wakiwa wanahangaika. Take care of yourself. Sentensi yake akiwa anataka wenzake wajiangalie haikumalizika baada ya kuhisi kwamba mwanamke huyo alikuwa juu yao. Ni wakati ambao aliona kuna mwanga ukiwa unakuja upande ule. Ulikuwa ni mwanga ambao ulikuwa unamulika kwa mbali. Yeye alikuwa mbele yao, hivyo alifanikiwa kukwepa, lakini haikuwa hivyo kwa wenzake. Ulitoboa tumbo la mmoja ukapitiliza na kwenda kutua kwenye mti mmoja ambao ulikuwa nyuma yao. Ile tukio kwa mwenzao kuweza kuuawa lilifuatiwa na upepo mkali ambao ulikuwa unashuka lile eneo, upepo ambao haukuwa wa kawaida. Ulikuwa ni ujio wa Leonela ambaye alikuwa anashuka kwenye mti kwa kasi iliyokuwa inatisha, lakini ilikuwa sambamba na upepo mkali kwa sababu alikuwa akitumia nguvu kubwa sana kwa wakati huo. Ule upepo uliwasukuma watu wale nyuma kidogo kiasi kwamba mmoja aliona nguo nyeupe zikiwa zinamjia upande wake. Alijitahidi kuzipangua lakini ilishindikanika. Alikumbana na kitu kizito mpaka akapiga magoti akiwa anakoa damu. Vidole vilipitishwa kwenye masikio yake yakatoboka na kuanza kutoa damu kwa wingi sana. Alidakwa, shingo yake ikageuzwa kwenye mti, na walipokuja kutulia eneo lilikuwa kimya. Wenzao wawili walikuwa wamekufa, lakini mhusika alikuwa amepotea.
Walijua kabisa kwamba mwanamke yule hakuwa mbali na pale ambapo alikuwepo. Yule mwanaume ambaye alikuwa na hisia alitambua kabisa kwamba mhusika alikuwa yuko nyuma ya mti mmoja, ambapo alimpa mwenzake ishara, hivyo akawa na nyata mmoja akiwa ametangulia kwa ajili ya kuhakikisha kuwa jambo hilo ni sahihi kama ambavyo walikuwa wanafikiria wao. Mwanaume yule alizunguka na kisu kikali sana kakita upande wa pili wa mti, lakini palikuwa patupu. Hapo akagundua kwamba mwenzake yule alikuwa amehisi ni upanga ambao ulikuwa umetelekezwa kwenye ule mti, mhusika akiwa hayupo. Alishangazwa na ile hali kiasi kwamba akataka kuwapa wenzake majibu haraka, lakini aliona hilo jambo haliwezekani kwa sababu alikuwa anatazamana na upanga ambao ulikuwa na historia nzito mno. Upanga ambao ulikuwa unatisha kwa historia ambayo ulikuwa nao, hivyo naye akajikuta na tamani kuwa sehemu ya hiyo historia kwa kushika tu upanga huo na kuutumia. Kosa kubwa lilifanya. Hakujua kwamba mhusika alikuwa kwa juu yake wakati akiwa anaushika ule upanga mzito ili aweze kuvuta na kuufaidi kwa mara ya kwanza, ndipo aliposhtuka baada ya kuhisi uzito upande wa juu. Alinua uso wake kutazama, alifanikiwa kumuona mwanamke kwa mara moja tu pekee kwa sababu alikutana na shilingi kwenye paji la uso, ilitoboa na kuzama mpaka ndani kabisa huko. Leonela akatua kwenye shingo ya yule bwana, akawa ameivunja na hata mabega yake yakuwa yakifaa kabisa kwa kuiangalia kwa ubinadamu wa kawaida. Wenzake walikuwa wamefika kumpatia msaada, lakini mwenzao tayari alikuwa kimya. Hakuwa hai tena, hivyo walibaki mtu beto yani. Mwenye hisia kali yule aligeuka nyuma yake, ndipo kwa mara ya kwanza alijikuta akiwa amesimama uso kwa uso na mwanamke ambaye alipewa kazi ya kuhakikisha kwamba ikitokea kwamba siku akaja kuingia kwenye 18 zao, majukumu mawili tu. Kwanza kuhakikisha kwamba hamfikii bosi wao akiwa hatari, na pili kuhakikisha kwamba wanamkamata, kwa sababu kuishi kwake kulikuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba watu hao wanazipata zile mali ambazo ziliwafanya kuua watu wengi na kusubiri kwa miaka mingi ili kuweza kuzipata. Alitamani kuongea naye, alitamani kumuuliza maswali mwanamke huyo kuhusu maisha yake, ila alitambua kwamba alikuwa anaweza kuipata hiyo nafasi kama tu atafanikiwa kumtia nguvuni na kumhoji kwa lazima. Alimwangalia mwenzake ambaye alionekanika kana kwamba alikuwa anaisubiri kwa hamu sana kubwa nafasi ya kuweza kukutana na mwanamke huyo, kwa sababu alikurupuka tu na kumkimbilia ili kuweza kumshambulia. Mwenzake alikuwa anahitaji kumshauri atulie kwanza, kwa sababu alikuwa anatakiwa kumwendea kwa akili kubwa sana huyo mwanamke kutokana na uwezo wa kutisha ambao alikuwa nao, lakini alikuwa amechelewa kwa kuwa mwenzake alikuwa ametembea tayari. Hatua zake zilikuwa ni za kiutu uzima mno. Alikuwa analusha majani akiwa anamfuata mwanamke huyo ambaye baada ya kumfikia alijivuta nyuma kwa nguvu na spidi ya kutisha. Ungehisi kwamba kuna mtu alikuwa anamvuta kwa nyuma, kisha akaenda kukita mguu moja kwenye mti ambao ulidondosha matawi mengi sana, akiwa anamsubiria mwanaume huyo aweze kwenda tena. Kusogea hatua moja tu ilikuwa ni sababu nzuri alionela kujisogeza mbele kwa nguvu, ambapo alitua ardhini kisha akaruka hewani, hali ambayo ilimchanganya yule mwanaume. Akabaki akiwa anahesabu sehemu za kuweza kushambulia, lakini uwezo haukuwa sawa. Alishia kupiga magoti tu ardhini kwa namna jinsi alivyokuwa amechanwa na upanga kwenye mwili wake. Mwenzake alimuona jamaa akiwa anashuka ardhini kama mzigo ambao hauna msaada baharini. Lakini wakati akiwa anamwangalia mwenzake, hata yeye aligundua kwamba mwanamke yule alikuwa amepotea. Sasa kuna jambo ambalo lilikuwa linazichanganya hisia zake. Jasho la Leonela, alikuwa anatumia nguvu nyingi, hivyo jasho lilikuwa linabaki kila alipokuwa anapita, kiasi kwamba akawa haeleweki yuko wapi, kwani harufu bwana huyo alikuwa anaisikia kwenye maeneo tofauti tofauti. Alipishana na nguo nyeupe ambapo alirusha kisu kikakita kwenye mti. Alipomwona mwanamke huyo akiwa amekikanyagia kile kisu eneo ambalo kilikuwa kimekita, alianza kuhisi kwamba huenda alikuwa anapambana na jini au mtu ambaye alikuwa ni mchawi. Alijikuta hali yake inaanza kuwa tofauti, kwani alikuwa anazidi kutawaliwa na uoga mkubwa sana. Mara mwisho kabisa sasa alihisi kwamba yupo sahihi baada ya kutambua kwamba alikuwa yuko nyuma yake. Aligeuka na ngumi zote kwa nguvu ambazo zilikuwa zimeshiba kwenye mikono yake kwa miaka kadhaa. Leonela alikuwa amemsogelea karibu, hivyo hata ile ngumi yake ambayo ilikuwa na kisu ilipitiliza mbele. Alirudisha kwa nguvu kubwa sana, akafanikiwa kuigusa ile vazi tu. Alirudi mpaka yule ambaye alijibamiza vibaya baada ya kupigwa ngumi moja maridhawa kabisa mpaka kaisi mwili wake kunatemeka. Aliona ishara ya weupe inakuja.
Alikwepa kwa kurukia pembeni, akasikia gome la mti likiwa limemuuka. Bila shaka ilikuwa ni mguu ulikuwa umekita eneo hilo. Mwanaume huyo akapiga mluzi kuomba msaada. Wakati huo alikuwa anafanya jitihada za kuweza kukimbia eneo hilo kuponya maisha yake. Alikimbia kwa hatua 2, akakutana na Leonela mbele yake. Akakunja na kutokezea kwenye mti ambapo alimuona akiwa anakuja mbele yake. Alianza kuogopa. Bwana huyo hakuwa na ujasiri tena wa kutafutana na mwanamke huyo kama ilivyokuwa mwanzo. Alipiga kona mmoja safi kwenye mti mmoja mkubwa, lakini wakati akanajitokeza mbele, alijitokeza kwenye upanga ambao aliuvaa yeye mwenyewe, ukapasua kwenye kifua. Alihitaji kujivuta ili kuendelea kutembea, lakini muda ulikuwa umeenda. Leonela aliuvuta ule upanga na kuzunguka kwa mguu wake ambao ulienda kukita kwenye kichwa cha yule bwana ambacho kilijipigiza kwenye mti na kupasuka vibaya, lakini alikuwa tayari ametoa taarifa mahali. Leonela akiwa hapo alihisi kuna nguvu za ajabu zikiwa zinakuja upande wake. Alitambua kabisa kwamba hawakuwa watu wa kawaida ambao walikuwa kimjia pale ambapo alikuwepo, hivyo alianza kukimbia kwa kasi kubwa sana ili kuweza kuwapoteza watu hao. Asingeweza kusimama eneo moja kwa sababu alikuwa na jasho kwenye mwili wake ambalo watu hao walikuwa wanaweza kulinusa na wakajua mahali alipokuwepo. Ni kweli walikuwa ni maninja 10 ambao walikuwa wametua pale ambapo alikuwepo. Wanaume wale walikuwa ndani ya mavazi meusi tu. Walisimama kwa sekunde 10 tu wakiangalia miili kisha wakapotea. Walikuwa wanatakiwa kumtafuta na kumpata kwa gharama kwa namna yote ile, kwa sababu mwanamke mmoja asingeweza kuwakimbia watu wa kazi kama wao. Wanaume wale walikuwa wanatembea kwa kasi sana, huku mti ukiona sikika upepo tu mpaka walipokuwa wamefika sehemu ambayo ilikuwa na kichaka kizito. Ndipo ambapo walitokea hadharani tena, kila mtu akiwa na panga mbili mgongoni mwake, lakini kwenye mikono yao kulikuwa wameshika nyota kali sana za hatari. Walitambua kabisa kwamba mwanamke huyo alikuwa eneo hilo, ila hawakutakiwa kuingia kijinga, kwa sababu walikuwa wanajua wanatafutana na mtu ambaye alikuwa na nguvu nyingi, huenda kuwazidi, hususan pale anapokuwa na ule upanga kwenye mkono wake. Wakiwa wamesimama eneo lile, walisikia sauti nzito ndani ya lile eneo, na sauti ambayo iliwaumiza mpaka masikio, lakini ghafla ulitokea mwanga mkali ukawa unakuja upande wao. Wakarudi nyuma haraka na kupotea, lakini mmoja wao ni kama vile alikuwa ameduaa, hivyo hakufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Aliona kama kitu kinakuja upande wake, akairusha ile nyota yake kwa nguvu kubwa sana. Ilikutana na kitu kizito, ikasikika kabisa kwamba ilidondokea pembeni. Alitoa upanga wake akiwa anarudi nyuma haraka, lakini alizolewa na nguvu za ajabu na kwenda kutupwa kwenye mti, ambapo wakati akiwa anataka kujihami alikutana na upanga ambao ulididimizwa shingoni kwake kwenye ule mti. Alikufa kwa sababu ya uzembe wa kufanya maamuzi. Mwanamke ambaye alimuua alionekanika kuwa na nguvu kubwa, hususan kwa kutumia ule upanga ambao alikuwa nao yeye. Leonela hakuwakimbia tena, bali alienda kusimama katikati kabisa eneo la wazi, akiwasubiri wao ndio waje, huku akiwa ameufumbata vyema ule upanga kwenye mkono wake, akiwa tayari kwa jambo lote lile ambalo lilikuwa linakuja kwa wakati ule. Mwanamke ule alitulia na kuhisi upepo ukiwa unakuja ule upande wake. Aligeuka na kupotea naye, ambapo alitua juu ya mti. Kuna wanaume wawili walikuwa wamejitokeza mpaka pale ambapo alikuwa amesimama, lakini zile panga zao zilikutana na hewa kwa sababu mhusika alikuwa amepotea, akionekanika amenasa kwenye mti. Aliguna kwa sauti akiwa anashuka kwa nguvu, ambapo alitua na goti kwenye shingo ya mmoja na mwingine akimtenganisha kichwa chake, ila hata yeye alikuwa anavuja damu pembezoni mwa ubavu wake kwa sababu alitobolewa na nyota moja. Mwanamke huyo alibadilika na kuwa kama jini sasa, ambapo alianza kwenda na hisia zao watu hao ambao walikuwa wakijitokeza wanashambulia na kupotea. Alichalangwa na panga mbili kwenye mbavu na tumboni. Walionekanika kuanza kumpatia hao 7 ambao walikuwa wamebakia mpaka pale ambapo aliona watamzoea vibaya. Alipigiza upanga wake kwa kukita ardhini kwa nguvu kubwa sana, kiasi kwamba kuna mwanga ulijitokeza na ukasababisha upepo mkali ambao ulikirudisha kila kitu nyuma. Wale maninja wote 7 ambao walikuwa wamebaki walitokezea, na hata walipojaribu kupotea tena, jambo hilo halikuwezekanika kutokana na nguvu kubwa ambayo ilikuwa ipo kwenye ule upanga wa Leonela. Wanaume wale walitambua kwamba njia pekee ya kuweza kutoka pale salama ilikuwa ni kutumia uwezo wao ambao walikuwa nao na sio kutegemea jambo jingine lolote lile.
Walitembea kwa kasi ya ajabu kumfuata Leonela ambaye alirudi nyuma akiwa anazunguka kwa sarakasi za haraka. Alitua juu ya mti na kushuka kwa nguvu ambapo upanga wake ulikuwa unagusa matawi ya mti. Alitua na kuteleza kwenye majani. Aliibukia nyuma ya bwana mmoja ambaye alizubaa kidogo na akakutana na upanga wa tumbo na kupigwa mguu mzito ambao ulimfanya kujibamiza ardhini akafa hapo hapo. Lee alikuwa anatembea kwa kasi ya ajabu. Mmoja upanga ulimkosa shingoni sababu aliupangua kwa mkono wake. Mkono ulidondokea mbali mno. Alibaki akiwa ametamaki wakati akiwa anapasuliwa usoni, akavutwa na kutobolewa kwa mkono sehemu zake za siri ambazo zilivutwa na kurushwa pembeni kisha Leonela akapotea. Mabwana hao hawakuwa na uwezo wa kufanya lolote zaidi ya yeye ambaye alikuwa anaweza kupotea na kutokea, japo yeye zoezi hilo alikuwa analifanya kwa kutumia spidi kubwa zaidi yao. Aliibuka katikati ya wanaume wawili ambao aliwavuta na kuwagonganisha vichwa ambavyo vilipasuka kikatili sana. Wakatengana kila mtu akiwa anamalizikia upande wake. Watatu walikuwa wanaangaliana na kushauriana. 10 walikuwa wameshindwa. Je, hao wangeweza? Haukuwa muda sahihi wa maswali. Walitembea na kurusha zile panga kwa ustadi mkubwa sana. Leonela alimruhusu mwanaume mmoja wa mbele kumkita na upanga karibu na bega lake, lakini alimtumia kuwatamanisha wenzake ambao walikuwa wanakuja nyuma yake. Alimdaka bwana huyo na kuinama, huku yule bwana yeye akiwa ameshikiliwa hivyo hivyo, wakati mwenzake nyuma akiwa anarusha upanga ulitua kwenye shingo ya mwenzake, naye akamuibukia kwa nyuma zaidi kwa kurusha upanga wake kwa nguvu, hali ambayo ilimfanya kutobolewa usoni. Uso uligawanyika vipande viwili, wakawa wamekufa wote. Lee alisogea na kumvua mmoja kitambaa usoni. Alisikitika baada ya kugundua kwamba walikuwa ni vijana wadogo tu, wale maninja, lakini hakuwa na namna kwa sababu alikuwa eneo la vita. Alikuwa anavuja damu kwenye mwili wake, lakini hakujali kwa kuwa bado alikuwa na kibarua kizito mbele yake. Hivyo hatua zake zilikuwa ni kuelekea mbele zaidi kuangalia watu ambao walikuwa wamebakia. Alikuwa anatembea taratibu mpaka alipokuwa ameanza kuona majengo kadhaa ambayo yalikuwa yametengenezwa kwa ustadi mkubwa sana. Nje kulikuwa na wanaume 5 ambao walikuwa wamevaa gwanda za kijeshi, na nyuma yao kabisa kulikuwa na wanaume 10 ambao walikuwa na yale mashuka meusi. Hakuwa mgeni nayo kwa sababu baadhi ya hao watu alikutana nao ndani ya TIA, ila alitambua kwamba hao walikuwa wengine kabisa tofauti na wale wa jamii ya kwanza. Wale wanajeshi 5 ambao alitambua kabisa kwamba ni makomando walikuwa mbele kwa ajili ya kumpokea na kutengeneza majina kwa bosi wao. Walitawanyika wakiwa wanakuja kwa nguvu na spidi kwa pamoja. Hakutaka hata kuonekanika anatumia silaha yake kwa sababu ule upanga aliuzamisha kwenye mti mmoja mzito, ukazama karibia wote, kiasi kwamba mpaka ule mti ulitoa moto kiasi kisha ukazima. Alikuwa anaonyesha aina ya nguvu ambazo zilikuwa zipo kwenye ule upanga. Hazikuwa za kawaida kabisa, kwa nazo vibaya. Alikuwa anaongojea wale ambao walikuwa 5 pamoja, ngumi zikiwa zimekazwa kitaalamu kabisa. Walimkaribia alipo. Alipiga hesabu za haraka, akatambua kwamba ilikuwa inafeli hesabu moja, hivyo akakubaliana nayo. Alikwepa zile ngumi kwa spidi ya ajabu, na kweli ile hesabu moja ambayo ilifeli ilikuwa ni ya komando mmoja ambaye alikuwa anaingiza ngumi 4 kwa Leonela. Leonela ambaye yeye alifanikiwa kuwadaka makomando wawili kwenye shingo. Aliwazungusha mpaka watu hao wakahisi kwamba hawakuwa na akili timamu, kisha akawatupa kwenye mti ambapo mabwana hao shingo zao zilivunjika. Aligeuka kwa kasi ambayo ilimtisha hata ambaye alikuwa anamshambulia, kisha akajisogeza kwa mbele na kwenda kukita miguu yake kwenye kifua cha yule bwana. Mwanaume yule, ile ngumi ilitakiwa kumrushia mbali, lakini alidakwa na kurudishwa. Shingo ilidakwa na kuvutwa kisha katupwa ardhini, ambapo Leonela alipitisha mguu usoni mpaka uso ukawa bapa, huko damu ikiwa imetapakaa kila sehemu. Yule mwanamke alizidi kuwa mkatili na roho mbaya ambayo alikuwa inahitaji moyo kuweza kuitazama mara mbili au zaidi ya hapo. Hakuwa na muda wa kupoteza. Aliwataka wale wawili waweze kuja. Wakati wanakuja, yeye alikuwa anawakadilia tu. Walimpita kwani ni kama alikuwa amepishana na mtu wakati bado hawajamfikia. Mmoja alidakwa uti wake wa mgongo ambao ulivunjwa kwa mikono miwili. Alibaki akiwa na haha, mwenzake akiwa anageuka kupambana. Mkono Leonela ulipenya mpaka kwenye eneo la moyo ambapo aliunyofoa na kurushia pembeni, kisha akawageukia wale mabwana ambao walikuwa wamevaa mashuka
wala hakuhangaika na yule komando kwa sababu alitambua kabisa kwamba shughuli yake ilikuwa imeisha. Asingekuja kufanikiwa kusimama wala kunyanyuka tena kwenye maisha yake kwa sababu hakuwa na moyo kwenye mwili wake. Alikuwa anahesabu ni sekunde tu kabla hajafa. Alitazama wale majamaa ambao miguuni walikuwa peku. Alimwona mmoja wao akiwa kwenye ule mti akijaribu kuvuta upanga, lakini ile hali ikashindikanika kabisa. Alimsogelea kwa kasi na kusimama pembeni yake. Mwanaume yule alishtuka na kurusha ngumi nzito ambayo ilimpata Leonela kifuani, ila hata hakutikisika. Mwanaume yule aligeuka na kurusha mguu wake ambao ulikuwa umekomaa mno. Ule mguu ulidakwa na kupitishwa kwenye upanga ambao ulivutwa na kutolewa kwa nguvu kubwa sana. Alisikia akiwa anaomba msaada na sauti yake ikafifia baada ya kugeuzwa na kushindiliwa ardhini ambapo shingo yake ilivunjika vibaya sana. Wanaume 9 ambao walikuwa mbele yake Leonela hakuona kama walikuwa wanafaa kusimama naye kwa sababu alitumia dakika 2 tu kuwachinja wote, na yeye mwenyewe alikuwa amejeruhiwa tena kwenye mbavu yake. Alimaliza kuwa hao watu akabaka amesimama lile eneo kwa sababu alimuona mwanaume mmoja ambaye alikuwa amevaa shuka jeupe akitokezea na kumuonyesha njia ya kuweza kupita kuonana na kiongozi wa eneo hilo. Watu wengi alikuwa amewaua tayari Leonela. Alitembea mpaka kwenye nyumba moja ambapo waliingia kwenye ngazi moja ambayo ilikuwa inaisha chini zaidi, ambapo walijitokeza kwenye eneo moja ambalo lilikuwa na vitu vya thamani kubwa sana. Walitembea taratibu mpaka walipokuwa wamejitokeza kwenye eneo kubwa ambalo lilionekanika kuwa sebule, lakini halikuwa na kitu zaidi ya runinga kubwa ambazo zilizunguka eneo hilo. Mbele yake kulikuwa kuna wanaume 6 ambao 3 walikuwa na mashuka mekundu na 3 walikuwa na mashuka meupe. Ukijumlisha na yule ambaye alikuwa amemuongoza, alikuwa 4 kwa wenye weupe, lakini 7 kwa ujumla wao. Eneo lilikuwa limetengenezwa kwa juu kidogo, linaonekana kama mwanaume ambaye mwili wake ulikuwa umefunikwa na bandage kila kona akiwa anaswali. Leonela alizungusha ule upanga wake ukakita kwenye shingo ya yule mwanaume ambaye alikuwa ameenda kumpokea. Hivyo jumla humo ndani wakawa wamebaki watu 8 ukijumlisha na yeye mwenyewe. Alirudi nyuma na kufunga mlango akiwa anavuja damu. Hakuna binadamu ambaye alikuwa anatakiwa kutoka akiwa yuko hai ndani ya eneo. Ilikuwa labda wamuue yeye kwanza, au vinginevyo wote maiti zao zilikuwa zinatakiwa kubaki humo ndani, kisha yeye ndiye ambaye angeweza kutoka akiwa hai. Ile mwanaume baada ya kumaliza kuswali aliukunja mkeka wake, kisha akawa ameenda kuuhifadhi kwenye meza ambayo ilikuwa iko pembeni yake. Alifungua bandeji yake mwilini. Alikuwa ni mwanaume ambaye hakuwa na shida yoyote ile mwilini. Alikuwa safi na mzima wa afya kabisa, lakini alikuwa akiwashangaza watu kwa namna jinsi alivyokuwa akiigiza kwamba yeye ndiye babake mzazi. Mpaka umefika huko ndani Leonela, maana yake ni kwamba una uwezo wa ajabu ambao bila shaka unatambua kabisa kwamba mmoja wetu lazima afe, lakini sioni kama eti kuna haja ya mimi na wewe kuuana siku ya leo. Unaweza kufanya maamuzi ya busara tu kwa ukatia tamaa utajiri wako ukanikabidhi, kisha mimi nikakupa nafasi nyingine ya kuendelea kuwa hai na sitokuja kuisumbua tena familia yako kwenye maisha yangu yote. Ilikuwa ni bezi iliyoshiba na iliyokuwa inatisha kutoka kwa yule bwana ambaye alionekanika kwamba anavimba, huenda kwa sababu sio kiburi tu bali hata uwezo pia kutosha alikuwa nao. Alikuwa akijikubali yule mwanaume, huenda kwa sababu alikuwa na siri yake na alikuwa yupo kwenye himaya yake. Alikuwa anatambua kabisa kwamba mwanamke ambaye alikuwa mbele yake hakuwa na uwezo wa kawaida, lakini haikumfanya yeye kuwa wa kuweza kuteteleka. Bado alionekanika kuwa shupavu na roho. Ngumu ilikuwa sehemu yake yeye. Leonela hakuwa na muda wa kumjibu kwa wakati ule kwa sababu alikuwa anaelewa ugumu wa kazi ambayo bado ilikuwa mbele yake. Aliwasogelea wale wanaume ambao walikuwa na mavazi meupe na mekundu. Baada ya kuwa karibu nao ndipo alitambua kwamba watu hao hawakuwa na nyuso za kawaida. Nyuso zao zilikuwa zimejengwa na macho yana mboni za blue. Akahema kwanza. Alielewa kwamba alikuwa na kazi moja ngumu mbele yake, kwa sababu ingemletea madhara makubwa. Mabwana hao walikuwa ni kama mashine za kutengenezwa. Hawakuwa kama wanadamu wengine walivyokuwa. Kila mmoja alikuwa ameshika upanga kwenye mkono wake kwa ajili ya kumkabili mwanamke huyo, huku Theodore akiwa anauandaa mwili wake na kwenda kuketi kuangalia watu hao, kwani ni wazi kama alikuwa anatambua kabisa kwamba ni lazima mwanamke huyo angeweza kuwaua hao mabwana. Walikuwa wanakuja kama mashine mbele yake mwanamke huyo, hivyo ikamlazimu kuwa na wepesi mara 2 zaidi ya hao kwenda nao sawa.
Wanaume wale walikuwa wanarusha panga zao kana kwamba walikuwa wameandikiwa yale maisha. Alikuwepo upanga ambao ulikata sehemu ndogo ya zile rasta za Othmani. Hata uso wake haukuwa ule. Macho yake yalikuwa mekundu huku mboni ikiwa ya blue kama wale mabwana. Lionel alikumbana na miguu ya wanaume wale wawili ambayo ilikuwa imekomaa haswa. Mguu mmoja ulimkita kifuani lakini mwingine ukamkita kwenye mbavu na kutoboa eneo hilo. Akarukia nyuma akiwa anahisi kuwashwa na maumivu ambayo alikuwa ameyapata. Wale mabwana walikuwa wanatembea kwa pamoja huku wakionekanika kama ni watu waliokuwa wameongezewa nguvu kwenye miili yao. Aliwaangalia kwa umakini akajifanya kama vile anaruka sarakasi ya juu. Walifanya maamuzi ya kumvizia kwa juu kule lakini hawakuwa sawa kwenye mahesabu yao. Yeye alikuwa ameinama na kuwapitia chini ambapo mwanaume mmoja alisikika akipiga kelele kwa masikitiko. Sehemu zake za siri zilikuwa zimepasuliwa. Kisha Lionel aligeuka na kutenganisha shingo ya mtu wa pili. Wale mabwana waligeuka wakiwa wamebakia 4 tu pekee. Ni kama vile walikuwa wamepata hasira kali sana ndani yao. Walitembea kwa spidi za ajabu mpaka alipo Lionel aliwaona wakiwa wanakuja. Hata nao pia walikuwa na nguvu za ajabu ndani yao. Wanaume wale walikuwa wanatengeneza kitu kama mduara kisha wakajitawanya, hivyo hakufanikiwa kuwasoma kwa uharaka, jambo ambalo lilikuwa ni hatari sana kwake, kwani alizolewa mpaka ukutani ambapo alifuatiwa na upanga mmoja mkali ambao ulizama kwenye bega lake ukazama mpaka ukutani. Theodore alikuwa makini mno kufuatilia jambo hilo. Lionel alikuwa amekutana na watu ambao walionekanika kuanza kumudu taratibu kwa sababu hata wao pia walikuwa ni watu wa kupikwa na kuna nguvu walikuwa nazo kwenye miili yao. Alivuta ule upanga na kuutoa kwa nguvu akiwa ameushikilia kwenye mkono wake. Walikuwa wanakuja kwa kasi sana kwa zigizaga. Aliwatazama kwa kuhesabia vyema hatua zao, ambapo yeye aliushika ule upanga wake vyema mkononi na akaukaza mkono wake. Alipiga makelele ya kutisha ambayo aliwafanya wale mabwana kuziba masikio yao, maana yalikuwa yanawauma. Hali ile iliwafanya wasimame na kuinama. Hata zoezi la kushambulia likasitishwa kwa muda kwanza. Kujisahau vitani lile likawa ni kosa kubwa mno kwa wale mabwana. Alitembea kwa spidi ya ajabu kama radi inakuja na kupotea. Aligawanyisha miguu ya mmoja na kugeukia mgongo wake, wakati huo mkono wake ukishika mbavu za bwana mmoja akaivunja na kuzamishwa mpaka ndani kabisa, ambapo mkono ulipenyeza mpaka tumboni. Alimrudia yule wa miguu na kutenganisha shingo na kiwiliwili. Wawili walikuwa wanarudi kwenye hadi zao, lakini mmoja alikuwa bado anasikilizia masikio yake. Lionel akampitia kwa nyuma ambapo alimchinja kama kuku. Akawa amebaki mmoja ambaye alikuwa nyuma yake. Lee aligeuka nyuma lakini timing yake ilikuwa mbovu. Mwanamke huyo akazamishwa kisu tumboni mwake, akatabasamu kwa sababu alidaka kichwa cha yule bwana na kukipasua kwa kukikandamiza kwa mikono yake miwili. Kazi ya wale wanaume 6 ilikuwa imeisha, na sasa mbele yake alisimama mtu mmoja tu, Theodore Faraji Godfrey. Hawa ni watengeneza kwenye mataifa mawili, Japan na China. Ndio ambao walikuwa tegemeo langu la mwisho kama ingefika sehemu hakuna watu wengine wa kuweza kulilinda. Kama wao maana yake ni kwamba kwa sasa hivi itatakiwa nikae mimi na wewe kwenye hili eneo kama wapinzani ambao kila mtu atakuwa anapigania nafasi mpya maisha yake. Kwa nini umefanya haya? Kwa sababu ya pesa ambayo unajua kabisa sio yako na haikuhusu. Kwa mara ya kwanza Lionel akauliza swali hilo, swali ambalo alikuwa akimuuliza mwanaume ambaye alikuwa mbele yake kwa wakati huo. Nguvu ndio jambo ambalo mimi nilikuwa nalitaka kwangu. Sio kila mtu duniani ana nafasi ya kuweza kuheshimika na kuogopwa sehemu fulani. Nilishindwa kujitokeza zalani na kujitangaza kama mtu mwenye nguvu kwa sababu familia yako bado ilikuwa iko hai. Hivyo kama ningefanikiwa kuua familia yako na kuzipata zile mali, basi ningeenda kutimiza ndoto yangu. Lakini leo umekosa kila kitu. Ailona alielewa, basi natakiwa wewe usitoke huko ndani. Wote tufe na wote tuweze kukosa mali hizo. Unajua kabisa siodele kwamba mimi lazima nitoke nikiwa niko hai hapa. Asiwezi kuruhusu hilo lifanyike. Na ningetamani kukuhoji kuhusu historia yako. Nilitamani kujua kwamba ni kwa nini sasa unafanya yote, lakini tayari najua yote Theodore. Mimi natakiwa kutoka salama hili eneo kwa sababu kuna kazi ambayo sijaimaliza bado. Kazi ambayo nilijiapia kwamba naenda kuibadilisha maisha ya Tanzania kwa kutumia zile pesa zangu. This is the
only one way to find out. Mwanamume huyo alirukia karibu na sehemu ambayo alikuwepo Leonela. Alimwangalia kwa umakini sana na kusogea ukutani ambapo aliuvuta upanga mmoja mkali sana kitaalamu. Walikuwa na jambo la kuweza kulimaliza kwa wakati huo hilo eneo, hivyo hazikuwa zikihitajika taarabu nyingi sana bali vitendo tu. Ona bana. Bwana alikuwa anatembea kama umeme. Mwili wake ulikuwa ni kama vile unajiongeza nguvu. Alitembelea magoti kwa kujizungusha kwa nguvu kubwa sana akiwa na urusha upanga wake bila hata kupumzika. Leonela alijikuta akiwa anarudi nyuma kwa kasi, lakini bwana yule wakati akiwa ananyanyuka mguu wake ulikuwa uko shingoni kwa Leonela. Aliguswa nao vyema kabisa, kayumba pembeni. Theodele alikuwa anakuja kudundadunda, alikita upanga wake ukutani kisha akawa ameuvuta na kurejesha kwa Leonela. Alitishia kama vile anaenda kisha kama amezungusha mkono wake mwingine. Hapo ndipo Leonela akatambua kwamba bwana huyo alikuwa na kisu kingine, kwani alifanikiwa kukipangua ila bado kilizama kidogo kwenye bega lake. Alirusha ngumi moja ya usoni ikatua kwenye mdomo wa Theodele kiasi kwamba alirudi nyuma akiwa anamwaga meno yake sakafuni. Alijifuta damu akionekanika kabisa kwamba hakuridhishwa kabisa na jambo lile ambalo lilikuwa limemfanya kuwa kwenye hali kama ile. Alijikusanya upya na kutembea kwa kudanda mle sakafuni. Mwili wake ulivimba vyema. Mwanaume huyo ambaye aligeuka na kiwiko huku akiwa anausogeza upanga wake kwa Leonela. Upanga ulipita pembeni, ule mkono ambao ulikuwa na kisu ulikoswa na upanga wa Leonela mpaka akakitupa kisu, lakini kwa sababu ilikuwa imeguswa kwa nguvu, alikuwa anajiandaa kurusha ngumi yake wakati ambao alipigwa na ngumi mithili ya nyundo kwenye ukwapa wake. Akarudi nyuma hatua kadhaa, ule mkono ukiwa umelegea. Leonela alikuwa ni kama vile ameongezewa nguvu kwenye mwili wake. Alikuwa amesimama akiwa anavuja damu kwenye mwili wake kwa sababu alikuwa na majeraha ya kutosha, lakini hayakuwa na muhimu kwa wakati huo. Theodele alisimama vyema akiwa hana uso kama mtu ambaye alikuwa anaelekea kufa. Uso wake haukuwa na nuru, ila ulikuwa umekaa kwa ajili ya kazi ambayo ilikuwa mbele yake. Alipiga makelele, macho yake yakiwa ya njano. Alitembea kwenye ile sakafu ambayo aliitindua kwa miguu yake ambayo ilionekanika kuwa na nguvu sio kwa za kawaida. Leonela aliona ile hali, akagundua kwamba naye huyo bwana kuna uwezo wa ziada alikuwa nao. Alitumia muda mwingi zaidi kuwaza kuhusu jambo lile kuliko kuweza kufanya maamuzi. Alishtuka wakati ambao bwana huyo alikuwa amemfikia yeye alipokuwepo, hivyo alijikuta akiwa anapokea pigo moja ambalo lilimbeba mpaka kwenye ukuta ambako alijibamiza vibaya sana. Lakini wakati akiwa anafanya jambo hilo, kabla ya kutua kwenye ule ukuta, alirusha silaha yake kwa nguvu kweli kweli. Ule upanga ulienda ukakita katikati ya kifua cha Theodele, ambaye alifanikiwa kushika upanga huo na kuuzuia kwa mkono wake mwenyewe ili usizame ndani zaidi na kutokezea nyuma, kwa sababu kama asingefanikiwa kufanya hilo basi ungepasua na kutokea kwa nyuma. Alinama na kupiga goti kwa mguu mmoja akiwa anatapika damu. Upanga ulikuwa ni mzito, lakini hata yeye alikuwa ana nguvu zake, hivyo alifanikiwa kuutoa huku akiwa ameathirika pakubwa sana kwenye mwili wake kutokana na nguvu ya ajabu ambayo ilikuwa ndani ya ule upanga. Leonela naye alikuwa anatapika damu kwenye mwili wake, lakini alisimama na kujinyosha kisha akawa anaenda lile eneo ambalo Theodele alikuwepo. Mwanaume yule alikuwa na zile panga mbili kwenye mkono wake, huku ule wa Leonela ukionekanika kabisa kama ulikuwa unamuelemea kwa sababu ule mkono ulikuwa unatetemeka. Alirusha upanga wake kwa nguvu sana kwenda kwa yule mwanamke, akabaki na ule ambao ni wa Leonela ambao alikuwa anakuja nao yeye mwenyewe. Ule upanga wake Leonela aliuruka na kupita kwa juu yake ukaenda mpaka ukutani, lakini ghafla Theodele ni kama vile aliona yule mwanamke hayupo mbele yake. Alishtuka baada ya kugundua kwamba alikuwa amepishana tu. Kwanza aligeuka nyuma na kuangalia upanga ambao bado ni yeye alikuwa nao. Alimwona Leonela mita kadhaa mbele yake, ndipo alipokumbuka kujiangalia mwilini. Sehemu ya tumbo lake ilikuwa imenyofolewa na kutobolewa vibaya sana, ikiwa inamwaga damu kwa wingi mno. Aliangalia kwenye mkono wa Leonela, alikutana na kipande cha nyama ambalo lilikuwa limenyofolewa mwilini mwake. Alicheka kwa hasira sana akiwa anakanyaga sakafu kwa nguvu sana. Alihesabu 1, 2, 3, alijifyatua kumfuata yule mwanamke, lakini jambo la kushangaza ni kwamba alikata hewa. Aligeuka na kukutana mwanamke huyo akiwa anamwangalia usoni,
kisha akapotea kwa kuzunguka kwa kasi na kutokea nyuma ya Theodele. Bwana huyo alianza kupagawa huku akiwa anaita kwa hasira Leonela. Alikuwa na kasi kubwa mno zaidi ya mara 3 yake, hivyo ilikuwa inamuia ngumu sana kwenda naye sawa. Akajikuta akiwa anashambulia kwa nguvu kubwa, na ule upanga ulikuwa na nguvu za ajabu kumzidi yeye, mpaka ilifikia hatua akawa anaona kwamba ni mzito kuweza kubeba. Akautupa pembeni yake akiwa anahema kwa nguvu huku akiwa ameinama. Aliona kivuli mbele yake. Alipokuja kuinua uso wake, alikutana na mwanamke huyo akiwa anainama kubeba ule upanga wake kirahisi kabisa. Baada tu ya kugusa, kuna shoti ilipiga nyumba nzima mpaka umeme ukazimika, kisha ukawaka tena, jambo ambalo hata mwenyewe lilimshangaza pakubwa mno. Leonela alipotea kwa kasi ya ajabu na kutokea nyuma yake. Aligeuka akiwa anahema kwa shida mpaka alipotambua kwamba kuanzia kwenye paja lake la kulia haikuwa sehemu yake, bali lilikuwa limeshapotezwa. Miaka 3 iliyopita nilimuoa mwenzako kwenye boti. Yule alikuwa na nguvu kubwa kukuzidi wewe, lakini hata naye pia mara mwisho nilikuwa naongea naye tu kama hivi, akiwa ipo kwenye hatua zake za mwisho za maisha kama ulivyo wewe hapo Theodele. Leonela alinama karibu na alipokuwepo bwana huyo ambaye sehemu kubwa mwili wake ilikuwa hoi, lakini mguu mmoja kuanzia kwenye paja ulikuwa pembezoni mwa mwili wake. Sikufikiri kabisa kwamba eti baada ya kuwa makini kwa muda wote ningelikuja kuuliwa na mwanamke tena kwa aibu namna hii. Ni wengi ambao waga wanasema hivyo kabla ya kukutana na mimi, ila kwa kumbukumbu zangu hakuna hata mmoja ambaye amewahi kuishi. Una hakika wewe ulizaliwa kweli Leonela? Kwa miaka yangu wote sikuwahi kabisa kufikiria hata siku moja kwamba naweza kukutana na mtu mwenye nguvu za kumzidi kila mwanadamu namna hii. Wakati nasikia simulizi za watu wengine, niliamini kwamba wale walikuwa ni wazembe tu. Nikafikiria kwamba kuna mahali ambako walikuwa wamekosea, na ndio maana ulikuwa ukiwaua namna ile, jambo ambalo lilinifanya mimi hapa kuweza kuwatengeneza watu wenye uwezo mkubwa kama hawa, nikiwa na uhakika kwamba usingeweza kuja kunifikia, na hata kama ungeweza kunifikia basi usingeishi tena. Lakini leo nimepoteza pesa na maisha na yakosa pia. Hili jambo laniuma sana hili. Nimezaliwa na kulelewa na binadamu kama wewe, na ndio maana unaona mimi natoka damu kama wewe pia. Kuna muda watu wanapaswa kujifunza kwa njia ngumu sana ili kuweza kuelewa mambo kadhaa ya hapa duniani. Mipango yako ilikuwa sahihi kabisa kwa muda mrefu, ila hukuelewa aina ya mtu ambaye ulikuwa unaenda naye kwenye hii vita. Kama ungekutana na mtu mwingine tofauti na mimi kwa jinsi ulivyokuwa umeisuka mipango yako, basi amini kwamba ulikuwa unaweza kulitawala hata ili bara zima la Afrika. Unajua, najiuliza kwa nini mtu atengeneze mauaji kule Jamhuri ya Afrika ya Kati? Kwa nini mtu yule aweze kuleta taharuki Dodoma? Kwa nini mtu huyo aweze kuua malaya ambao wanajiuza mjini? Baadaye nikaja kujifunza kwamba siku zote ukitaka kufanya mambo yako kwa amani na uhakika, basi hakikisha kwanza unamchanganya mpinzani wako. Yaani tumia akili yako yote asiweze kuitambua hatua yako hata moja kwenye maisha yako. Hapo unakuwa umefaulu mtihani wa kwanza kabisa kwa usahihi. Ulitambua kabisa kwamba kupitia wale malaya lazima tu akili ingehama namna ya kuweza kufikiria. Hivyo tutoa mimi na serikali kwenye mpango wa kwanza, maana yake ni kwamba wewe ungelikuwa kwa salama kabisa. Muda ambao ulikuwa unatakiwa kutumika kuweza kujua kwamba ni kipi ambacho kimefanyika na sababu zake nyuma yake ni nini. Sasa wewe ni wakati ambao ulikuwa unautumia kuweza sana. Leo tumeishia hapa Theodele. Hili halijaisha kwa namna ambayo ulikuwa unalitaka wewe liishi. Alitabasamu kidume huyo, kwa sababu mwanamke huyo alikuwa ana hesabu kali mno kwenye maisha yake. Kwa sasa hivi nimeelewa kwamba ni kwa nini hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa kuipindua familia yako. Umepitia kila aina ya maisha, hivyo bila shaka unawaelewa wanadamu na kila njia ambazo wanajaribu kuja nazo, na ndio maana haitawezekanika mtu kuja kubeba mali zako wala jina lako. Kama ningelitambua hili mapema, basi nilikuwa natakiwa kukaa kando na kufaidi pesa ambayo nilikuwa nayo kuliko kutamani hizi kubwa ambazo nilijua kabisa kwamba nisingeweza kuzipata maisha yangu yote. Natumai hata mmemuua. Yes, ni moja kati ya wanadamu ambao wamekufa kikatili sana, kwa sababu nilimwamini mno mwanaume yule, ila sikuwahi kujua kwamba anaweza kunitendea haya. Historia kuandika kama moja ya mwanamke bora zaidi kuwahi kuishi duniani leo. Nimekubali kushindwa mbele yako, na kwa hili nakili kwamba nastahili kufa.
na imani hili halijaisha leo, bali tutakuja kukutana kwenye maisha mengine yajayo na tutafutana tena. I hope so. Akisema kama natumai hilo, Leonela alisimama akiwa anauzamisha upanga wake kwa kasi mara 6 kwenye mwili wa bwana huyo. Hakumuua, bali aliukata mguu mwingine, mikono yake yote, akatoboa jicho moja na kuipasua sehemu ndogo ya kifua kiasi kwamba ikawa inaruhusu hewa ya nje kuingia ndani. Lee hakuzubaa tena hiyo sehemu kwa sababu kazi ambayo ilimpeleka alikuwa ameshaimaliza. Bwana huyo angebaki anakufa taratibu kwa kupoteza damu nyingi ambayo ilikuwa ikimtoka kwa wingi, lakini hata ile hewa kuingia ndani ya mwili wake, hivyo hakuna daktari ambaye alikuwa anaweza kwenda kuyaokoa maisha ya bwana huyo hata kama angetokea sayari nyingine. Lee alikuwa anatembea taratibu kwa sababu mwili wake ulikuwa umejeruhiwa, lakini aliapa kwamba lazima aishi kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kubadilisha maisha yao. Nje kulikuwa na pambazuka tayari. Ilikuwa ni alfajiri ya mapema kabisa, wakati ambao ilisikika milio ya helikopta ikiwa inakuja kwa mbali kutoka pale. Mwanamke huyo alipiga goti lake nje ya yale majengo, hali yake ikiwa ni mbaya sana. Upanga wake alikuwa ameusimika ardhini huku akiwa ameushikilia. Zilifika helikopta 50 ndani ya eneo lile, ambapo 30 zilikuwa ni za taifa la Kenya, lakini 20 zilikuwa ni za Tanzania. Kwenye moja helikopta kubwa aina ya Deccan alishuka mwanaume mtu mzima ambaye alikuwa akikimbia, huku nyuma yake akiwa amefuatana na wanaume wa vasuti. Alikuwa ni Kai Aiden, mkurugenzi wa TIGI, akiwa na lile kundi la vijana wake. Mwanaume huyo ambaye alikuwa mtu mzima kabisa alikuwa anamkimbilia Leonela, na baada ya kumkaribia alipiga magoti mbele yake, jambo ambalo halikuwa la kawaida. Alinamisha kichwa chini kutoa heshima kwa mwanamke huyo. Watu wote ambao walikuwa ndani ya eneo hilo walipiga magoti. Hakukuwa na Wakenya wala Watanzania. Mambo ambayo aliyafanya huyo mwanamke hakukuwa na mwanadamu ambaye angeweza kuyafanya, hususani baada ya ukweli kwa wazi. Leonela tabasamu, hususani baada ya kumwona mwanaume mmoja akiwa ameinama mita 2 kutoka alipokuwepo. Alikuwa ni kijana wake Riam Sebastian, ambaye wakati huo ndiye alibaki kuwa karibu naye kama mlinzi wake na kijana wake wa kuaminika. Alishuka taratibu mwanamke huyo mrembo, mtu tajiri zaidi ndani ya bara zima, lakini pia mtoto pekee wa mtaasisi wa mambo Gavin Luka. Nini hatima ya Kenya? Baada ya mkurugenzi wa NIS kuweza kuuawa, ukweli ulikuja hadharani. Ukweli ulikuwa wazi kwa kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea na kilikuwa kinaendelea. Leonela alifanya mambo mazito na ya kutisha ambayo alikuwa yako nyuma ya pazia kuwa wazi na kila mtu akaweza kuyajua bila kizuizi chochote kile kuwepo. Jambo hili likaleta kashifa mbaya mno kwa serikali ya Kenya, kwa sababu ilikuja kugundulika kwamba ilikuwa na mnyororo wa viongozi wengi ambao walikuwa wakishiriki kwenye kulihujumu taifa lao wenyewe. Watu hao walielewa propaganda ambazo zilikuwa zimetengenezwa kwa ajili ya kuipatia lawama familia ya Leonela, lakini uhalisia wa mambo ni kwamba mwanamke huyo hakuwa na hatia, bali kuna watu ambao walikuwa wamekaa sehemu wakiwa wanazisukuma karata zao kwa akili kubwa sana. Jambo ambalo liwashangaza wa Kenya ni kwamba hata rais wao alikuwa sehemu ya watu ambao walikuwa ni vibaraka wa hao watu, mabwana ambao walikuwa wakilifanya taifa lao kurudi nyuma na kuwa sehemu kubwa ya uharibifu wa amani na mali za Wakenya. Hali hiyo iliwatia hasira mno wa Kenya. Watu ambao wanayapenda maendeleo ya taifa lao ya kizalendo mno waliandamana kila kona ya taifa lao mpaka kuhakikisha rais anakamatwa pamoja na viongozi wote ambao walikuwa wamehusika na ushenzi huo, ambapo wengi walihukumiwa kunyongwa, lakini baadhi ambao walifanikiwa kubaki hai walikumbana na hukumu ya vifungo vya maisha magerezani, huku wakitakiwa kuishi maisha magumu kwenye maisha yao yote. Jamhuri ya Afrika Kati, diplomasia. Robert Sullivan, rais wa Jamhuri ya Afrika Kati, asubuhi hiyo ambayo mambo yalikuwa wazi kila pembe ya ulimwengu kuhusu yale ambayo yalitokea, alikuwa yuko mbele ya kamera na kipaza sauti. Alikuwa na mambo muhimu ya kuweza kuwafikishia raia wake na watu wengine wote duniani, ukizingatia kwamba taifa lao walikuwa wahanga wakubwa wa yale mambo yaliyotokea. Mwanaume huyo kwanza alitangulia kuwaomba msamaha wa Tanzania wote kwa sababu aliwaongelea maneno mabaya na kuwatuhumu. Pili, aliomba msamaha kwa familia Leonela kwa yale yote ambayo alikuwa amewatuhumu nao, kwa sababu watu hao
hawakuwa wakihusika kwa hilo, bali kuna watu kadhaa ambao walikuwa kwa nyuma ya mpango huo wa kuharibu amani za mataifa yao. Wahusika wote kwa wakati huo walikuwa wamekufa tayari, na Leonela ndiye ambaye alikuwa ameifanya kazi hiyo kwa kuwaua watu hao ambao kwa mara ya kwanza walimtuhumu yeye kuhusika na huo uhalifu, jambo ambalo halikuwa la kweli kabisa. Yeye kama rais alikuwa anafungua rasmi mazungumzo ya kidiplomasia kati ya taifa lake na Tanzania ili wawe na balozi ya uhakika Tanzania. Mwanaume huyo mwenye busara alishusha lawama zake kwa rais wa Tanzania kwa kushindwa kusimama na watu wake, badala yake akakubali kutumika na watu wengine ambao walikuwa wanafanya mambo kwa maslahi yao binafsi. Alikosa utu na sifa za nafasi yake kwa kuhadaika na mambo kadhaa, akawauza raia wake. Ni rais gani ambaye alikuwa yuko tayari kuwauza watu wake kwa sababu ya ujinga kama huo? Aliona kabisa kwamba rais huyo hakuwa anafaa wala hakuwa mfano wa kiongozi bora kwenye maisha yake, hivyo alitarajia kwamba anatakiwa kukumbana na adhabu kali ambayo itakuwa ni funzo kwa watu wengine duniani ambao wanaweza kuwa wana akili fupi kama yeye. Mwanamume huyo alisema ukweli kwamba Leonela yeye kama yeye alikuwa ameipatia nchi hiyo msaada wa dola bilioni za Kimarekani 5, pesa ambazo hawakuwahi kabisa kuzipata mahali popote pale tangu taifa hilo lipate uhuru. Pesa hizo zilikuwa zinaenda kuboresha mifumo ya elimu kwenye taifa lao pamoja na huduma za, lakini alimsihi pia mwanamke huyo kuendelea kujitolea kwa taifa lake kwa sababu lilikuwa linawahitaji mno watu wa aina yake. Alieleza kiundani kabisa kwamba kwenye taifa lake palikuwa ni nyumbani kwa mwanamke huyo, muda wowote ambao angehitaji kwenda huko alikuwa anakaribishwa kwa heshima kubwa sana. Alikuwa anatamani siku moja kuonana naye kwa sababu alikuwa na mengi anataka kuyasikia kutoka kwake. Robert Sullivan alimtangaza Leonela kama ndiye mwanamke bora na hodari zaidi kuwahi kuzaliwa duniani, na kwa heshima hiyo ni kwamba walikuwa wanaenda kutengeneza miundombinu mingi ambayo ingelikuwa ni kwa jina lake, lakini pia somo la historia kwenye taifa lao walikuwa wanaenda kuliita jina la Leonela. Tanzania yangu mpya ilikuwa ni kauli mbiu mpya ya taifa la Tanzania, kauli mbiu ambayo ilikuwa imelenga kulijenga upya taifa, mkakati ambao uliletwa baada ya mabadiliko makubwa kuweza kutokea. Rais Tristan Guram alikamatwa na mkurugenzi mkuu wa TIGI Bwana Kai Aiden, na kwa mara ya kwanza mwanamume watu walimtambua hadharani kwamba ndiye alikuwa mkurugenzi wa shirika lao la kijasusi na sio mwalimu wa saikolojia kama wanafunzi wa UDSM walivyokuwa wanamjua na kumtambua. Kukamatwa kwa Rais Guram kulifuatiwa na kuwekwa wazi siri na uozo wote ambao ulikuwa umetokea. Siri zake za maisha yake ya nyuma ziliwekwa wazi kiasi kwamba Watanzania walichukizwa na hali hiyo. Wengi walitamani kwamba huyo aweze kukabidhiwa kwa wananchi au kuweza kunyongwa hadharani. Hakuwa na mtu pembeni kwa sababu kabla ya kukamatwa hata mke wake baada ya kupata taarifa za bwana huyo alimkimbia. Hakumtaka tena, ukizingatia alikuwa sehemu ya sababu ya kaka yake kuweza kupoteza maisha, na hakuwahi kabisa kumwambia ukweli kuhusu jambo hilo. Rais huyo alifungwa kwenye gereza la peke yake ambalo lilikuwa linamilikiwa na shirika la kijasusi la TIGI. Ulipita mwezi mzima akiwa ndani ya selo ambayo ilikuwa ardhini. Kwa mwezi mzima hakuwahi kabisa hata kuliona jua kabisa. Alikuwa amejikatia tamaa ya maisha. Kwa mwezi mmoja alikuwa ameanza kufubaa mno, kwani hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anaenda kumtembelea zaidi ya sura za wanaume tu ambao walikuwa kimlinda, ambao hawakuonekanika kuwa wakirafiki kwa upande wake kwa sababu alikuwa ni msaliti bwana huyo. Siku moja aliamka asubuhi na kuhamishiwa kwenye chumba ambacho kilikuwa kisafi. Kilikuwa tofauti kabisa na kile cha mwanzo, mpaka yeye mwenyewe akashangaa siku hiyo. Alikaa kwa muda wa nusu saa ndipo alipoona mlango unafunguliwa. Ulifunguliwa kukiwa kuna watu kadhaa mbele ya mlango. Ulifunguliwa kukiwa na watu kadhaa mbele ya mlango huo ambao ulikuwa unaelekea alipo yeye. Huenda kuamini alishtuka mno baada ya kumuona mwanamke mmoja mrembo akiwa yuko mbele yake amevaa suti ya blue ambayo ilimpendeza isivyo kawaida. Alikuwa ni Leonela. Rais alibaki kwa ametulia tu kwa muda huko akiwa anamwangalia mwanamke huyo. Alipokuwa akimuona alikuwa na mengi ambayo alikuwa anayawaza ndani yake, hususan kumhusu Leonela. Hakuwa anafanana kabisa na yale ambayo alikuwa anayafanya. Alitembea taratibu mpaka ndani na kwenda kuketi sehemu ya pili ambayo ilikuwa na sofa. Bila shaka umekuja kuniua. Niliwahi kukuonya kuhusu haya yote ambayo yanatokea kwa sasa hivi, lakini
haukutaka kunielewa. Ulifanikiwa kuyafuata kwa miaka 3 tu, na baadaye ukaamua kunipuuza, na mwisho wa siku ukaiuza familia yangu. Ile maamuzi yako ya kijinga amefanya nimepoteza watu wangu wa muhimu kwenye maisha yangu. Familia yangu imegawanyika. Lakini pia nimepoteza vijana wengi sana ambao hawakuwa na hatia ya kuweza kufa kwa wakati ule. Mbali na hilo ambalo ni upande wa maumivu, lakini pia nakushukuru kwa kiasi kidogo, kwa sababu umefanya niwapate watu wote ambao walikuwa wakihusika na jambo hili kwa siri. Hivyo na imani kwa sasa hivi kila kitu na kila mtu ataishi maisha ya amani, na mimi narudi kuishi maisha ya kawaida tu kama wanavyoishi wanadamu wengine. Unamaanisha kwamba narudi uraiani? Rais wako amedai kwamba nitakuwa na ulinzi wa serikali. Nataka niishi kama mtu wa kawaida tu. Najua ni wewe ambao umetaka Kai awe rais hata kwa kuvunja katiba yetu. Naweza kuwa nimevunja katiba, lakini ni kwa ajili ya kulilinda taifa langu. Na yule bwana mdogo Timotheo Ganze ndo ambaye umemfanya kuwa mkurugenzi wa TIJ. Sahihi kabisa. Utaiwa familia yangu? Au unajua bwana Gulamu, babangu alinipatia maelekezo ambayo wakati nayasoma nilitambua kwamba kuna watu ambao inabidi niwatafute kwenye maisha yangu, na wengine nilikuwa natakiwa kuzijua historia zao kiundani, ikiwemo na sababu za kufanya yale ambao alikuwa anayafanya, akiwepo mzee Hashim na mzee mmoja ambaye angenisemea kuweza kumudu nguvu zangu, lakini sikufanya hilo jambo na sitafanya kwa sababu nilitambua kwamba kuanza kuchimba hizo historia inaweza kunifanya nikakutana na mambo ya kutisha na ajabu sana ambayo yanaweza yakawa sababu ya kutokea kwa historia nyingine ya kutisha. Sitaki yoyote yaweze kutokea hivyo. Nimeamua kwamba kama kuna jambo silijui, basi sitalazimisha kulijua. Kama kuna watu ambao nilikuwa natakiwa kuwajua, sihitaji tena kuwajua. Naacha kila kitu kama kilivyo kwa sasa hivi. Naenda kuishi tu mambo mengine ambayo yataniweka mbali kabisa na maisha yangu ya nyuma. Hivyo historia yangu naenda kuizika leo, na muda huu baada ya kukuua wewe hapa. Kuhusu familia yako, nimekutana na mkeo. Ni mwanamke ambaye hana hatia tena, hakuwa akijua ushenzi ambao ulikuwa ukiufanya pamoja na yule hawala wako yule. Kiwalisia ni kwamba nimekaa nao wote wawili. Nimewakumbusha sababu za haya mambo na kuasisitiza kwamba wote wanatakiwa kuwapa elimu watoto wao kwamba hataki kuja kuwaza kufanya jambo lolote lile kwa hapo baadaye, kwa sababu wakishindwa kufanya hivyo nitakuja kuua familia nzima. Hivyo wanatakiwa kukua wakijua kabisa kwamba baba yao alikuwa ni mshenzi na mhalifu ambaye alikuwa anastahili kupata yale ambayo alikuwa yalompata. Je, una neno lolote la mwisho la kuniambia hapa? Nataka kujua kwa sasa hivi na mpango wa kufanya nini. Anaenda kuwasaidia Tanzania kwa kushirikiana na Kai, kazi ambayo ulitakiwa kuifanya ukiwa Ikulu wewe. Ulistahili kuwa rais wa hili bara zima, lakini kwamba wewe ni uzao wa mwisho wa viumbe vya aina yako Lionela. Rais aliongea taratibu, ila kwa kumaanisha. Mwanamke huyo alinyosha mkono wake, ambapo mlinzi mmoja alimkimbilia na kumpatia bastola ambayo alitumia kumuulia Christian Gulam, kwa sababu aliahidi kwamba ni lazima tu atamuua kwa mkono wake. Baada ya kumaliza kufanya jambo hilo, aliirudisha ile bastola kwa mlinzi wake, na ndani ya sekunde kadhaa alifika Riam Sebastian ambaye alimuongoza bosi wake kwenda nje. Baada ya siku moja ilitoka taarifa kwamba aliyekuwa rais wa Tanzania alikutwa akiwa amejiua ndani ya selo yake kwa kudaiwa kwamba alivuta bastola kwa mlinzi ambaye alikuwa ameenda kumpatia chakula. Kai Aiden ndiye ambaye alikuwa rais wa Tanzania, lakini Timotheo Ganze aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Tanzania Investigatory Group of Intelligence TIGI. Lakini kuhusu maisha ya baadaye ya familia ya Lionela yalibaki kuwa kitendawili kizito, kwa sababu hakuna ambaye alikuja kujua kwamba mama yake na mtoto wake walienda wapi, na habari hizo hakuwa tayari kuja kumpatia binadamu yoyote ule. Aliamua kulifanya jambo hilo kuwa siri yake mwenyewe na moyo wake tu basi. Naam. Mwandishi anasema kwamba ni wakati mwingine kabisa ambao natoa shukrani zangu za dhati kwa wewe msomaji wangu na msikilizaji wangu kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi ambayo imenikarisha ndani kwa muda mrefu sana. Niseme asante kwa kuwa sehemu ya maandishi yangu kwa muda wote ambao umekuwa ukinunua na kuzipata kazi zangu. Naheshimu mno mchango wako kwangu. Ni matumaini yangu kwamba tutakuwa pamoja kwenye safari hii kwa muda mrefu ambao nitakuwa naendelea kuandaa na kuletea kazi nzuri zaidi. Ndio rasmi nafika tamati kwenye moja kati ya collection bora sana kuwahi kutokea.
ndani ya taifa hili ambayo ilikuwa inazungumzia kwa undani familia na maisha ya Gavin Luka na mwanae Leonela. Tulianzia kwenye Idaiwe Maiti Yangu, tukaja kwenye The Odyssey of Gavin Luka, yani safari ya Gavin Luka ikiwa Leonela, mpaka kuja kumalizia hii ya tatu na ya mwisho ambayo inaitwa Siku za Mwisho, Giza la Malaika, waweza kuita The Darkness of an Angel. Ni matumaini yangu kwamba umefaidi mno wino huu na umeburudika vya kutosha. Ni maandiko ya kuhesabu tu ambayo yanaweza kufikia ubora wa connection hii, hivyo na kusisitizia kuendelea kununua kazi zangu ili tuweze kuzidi kuinua zaidi tasnia hii hapa na niweze kukuletea maandishi mengi mazuri zaidi ya kutosha. Unaweza kunipatia taarifa kama kuna watu wanasambaza kazi zangu. Unaweza kupongeza, kukosoa, kutoa zawadi, kununua kazi zangu au hata kuuliza maswali kwa nambari hizi ambazo zinapatikanika WhatsApp na kawaida. Namba za mwandishi wetu ni 0621 567 672, 0621 567 672, au kwa email thomasbabuya@gmail.com. Kwenye sauti ni mimi director Oini kutoka hapa Simulizi Max. Binafsi ni kushukuru msikilizaji kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka tumaliza simulizi yetu. Mwisho wa simulizi basi ni mwanzo wa simulizi nyingine. Kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa na simulizi ya Kijakazi kutoka kwa Bibi Salma Rashid Ramadhani, andaa mbavu zako kucheka lakini pia kuburudika na kuelimika pia kupitia simulizi tamu za Bibi Salma Rashid Ramadhani. Hajawahi kuandika kazi mbovu, ni binti anayejua alafu anajua tena, alafu kazi zake zinakuwa ni makini sana. Tukutane huko kwa burudani zaidi. Mpaka wakati ujao, bye bye.